pale Dar es Salaam. I'm in Dar es Salaam. Na makao makuu ya Shekina kwa Dar es Salaam. Headquarter of Shekina Churches it's in Dar es Salaam. Niwakaribishe sana Dar es Salaam. I want to welcome you most in Dar es Salaam. Nimshukuru sana director wetu. I want to thank our director, Mama, pamoja na makamu wake, with his assistant. Manake alikuwa anaweza kwa Kiswahili, anasemaje kwa mmoja anaweza Kiswahili. Pastor asked that if we know in Kiswahili. Kiswahili ni makamu. So Kiswahili is makamu. Nashukuru sana makamu wake. I thank God because of his assistant. Lakini shukuru sana viongozi wote. But let me thank every leader wa ministry support group. Every leader of ministry support group. Na kipekee. And so much. Ni kushukuru wewe ambaye umeweza kuwepo jioni. I thank you for making it to be here today. Baada ya kuwashukuru hayo, after giving my congratulatory to everyone, nirudi kwenye somo letu. Let me go back to my sermon. Uwezo wa Mungu, the power of God, unatimilika katika udhaifu wako. It is fulfilled in your weaknesses. Kuna watu wanaamini, there are people who believe kwamba watu wenye washuko na madhaifu, that those people who have no weaknesses, ndio ambao Mungu anafanya kazi nao. It is such people that God works with. Bila kuelewa, without understanding, kuna madhaifu tunayo, we have some weaknesses, na katika madhaifu hayo, and through those weaknesses, ndipo ambako ukamilifu wa Mungu, then it's when the power of God umeonekana kwetu. It is seen through us. Sikiliza nikwambie. Listen and tell you. Ikiwa unaishi maisha yasiyokuwa na udhaifu, if you are living a life that has no weaknesses, basi sio mwanadamu, ni Mungu. Then you are not a human being, you are God. Kwa sababu Mungu, because God ndiye pekee ambaye hana madhaifu, is the only person that has no weaknesses. Sasa inategemea. So it depends. Udhaifu wako ni udhaifu gani? Which type of your weaknesses do you have? Wakati mwingine, sometimes, inawezekana udhaifu wako ni magonjwa uliokuwa nayo. It might be sickness that is your weakness. Wakati mwingine, sometimes, inawezekana udhaifu wako ni kusahau. It might be your weakness is forgetting so quickly. Kuna watu nawaambiaga, there are some people that are madhaifu sio dhambi. Weaknesses is not sin. Ukiona kwamba wewe ni mzinzi, if you see yourself you are adulterous, hiyo sisemi ni madhaifu. That is not a weakness. Hiyo ni dhambi. That is a sin. Hiyo ni dhambi. That is a sin. Na dhambi, and sin, hairuhusiwi na Mungu. It is not accepted by God. Ila dhambi, sin, inakuja kwa tamaa zako mwenyewe. It comes to you yourself. Kwa hiyo mtu ninapofundisha somo hili, and so when I'm teaching this sermon, usije ukasema mimi udhaifu wangu ni wizi. Don't tell me my weakness is stealing. Mimi udhaifu wangu, my weakness, ni wanawake, is women. I love women so much. Mimi udhaifu wangu, my weakness, ni wanaume. I love women so much. Hapana. No. Hizo ni tamaa zako. Those are lusts. You are lusts. Mungu anaweza akatujaribu. God may tempt us, lakini hawezi kutujaribu kwa dhambi. But he will not tempt us in doing sin. Kwa majaribu, through temptation, inawezekana ikawa ni ndoa. It might be. Inawezekana ikawa ni kwenye ndoa. It might be in marriage. Madhaifu, weaknesses, yanaweza kuwa kwa watoto. It might be through children. Madhaifu, weaknesses, yanaweza kuwa kwa viongozi wako. Might be through your leaders. Lakini, hayawezi kuwa ni dhambi. It cannot be sin. Kwa inaposema, so when I'm saying, uwezo wa Mungu, the power of God, unatimilika, it is fulfilled katika madhaifu yetu, in our weaknesses. Simaanishi, I don't mean dhambi, sin. Hallelujah. Amen. Hebu tuangalie katika Yoel sura 3, in the book of Joel chapter number 3, mstari wa 10, verse 10. Yoel sura 3, Joel chapter 3 verse 10. Na kama kuna mmoja anaweza kanisomea nitafurahi zaidi. If you have somebody who can read for me, Yoel sura 3, I will read it. Joel chapter number 3 verse 10. If I can find someone to read for me. Amen. Joel chapter 3 verse 10. Amen.
Nasema hivi nasoma Kiingereza. Sawa. Bear your plowshares into sword. Sorry. Beat your plowshares into swords. Yes. And your pruning hooks into spears. Amen. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Sasa kwa Kiswahili, mmoja sema Kiswahili. Tutasoma. Amina. Kwa Kiswahili nasema, yes. Yafueni majembe yenu. Yafueni majembe yenu. Yawe panga. Yawe panga. Na miundu yenu. Na miundu yenu. Iwe mikuki. Iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme. Aliye dhaifu. Mimi ni hodari. Na aseme mimi ni hodari. Amen. Sasa neno linasema, the word is saying, aliye na udhaifu, that one who has weakness, aseme, let him say, mimi I ni hodari. am strong. Lakini tunapata hodari kutoka kwa nani? But where do we get this strength from? Kutoka wapi? From where? Kwa Mungu. From God. Uhodari wangu, My strongness, nguvu yangu, my strength, inatoka kwa Mungu pekee. it comes from God only. Kwa lugha nyepesi hii, In a simple language, Mungu anachukua madhaifu yetu, God takes our weakness na kutufanya tuwe watu hodari. and he causes us and makes us to be strong. Sikizani kwambie. Listen, I tell you. Mimi nimetokea kwa Waislamu. Mimi nilikuwa Muislamu. I was a Muslim. I've come from Muslim. Na nikiwa Muislamu, When I was a Muslim, nilisoma shule strong sana pale Tanzania za Kiislamu. I went to a very strong school in Dar es Salaam that is a Muslim. Nimesoma shule moja inaitwa Ubungo Islamic. I studied at Mbunge Islamic. Ubungo Islamic O-level. Ubungo Islamic. Hivyo. Nikatoka nikasoma shule moja nyingine A-level, nikasoma Al-Faruq Islamic Center. I went to another one, Al-Faruq Islamic Center. Nikiwa niko nyumbani, When I was at home, kijijini kwangu, in our place, in our village, nilikuwa ninachukuliwa kama imamu wa msikiti. I was taken, people saw me as an imam. Na isingetokea siku ya tarawih, siku ya tarawih kusalisha usiku mpaka tunamaliza. Amen. Kwa sababu Qur'ani nilikuwa naichua hata sasa baada ya miaka 27 iliyopita. I had known the Quran inside out, but that's 27 years ago. Naijua. I know it up to now. Nilifundishwa, I was taught, nikakremishwa, it was put into my memory, ikakaa kwenye maisha yangu. and it is inside my life. Kwa hiyo niliamini, So I believed kwamba mimi isingewezekana siku moja nikawa kafiri. that there is no single day I'll become a heathen. Kwa sababu Because imani yangu ilikuwa inaniambia mtu yote ambaye ni Mkristo, my faith told me anyone that is a Christian ni kafiri. is a heathen. Murtad. Murtad. Asante sana. Murtad. A heathen. Lakini nini kilinitokea? But what happened? Nikaja nikaugua I became so sick nikiwa jeshi. when I was in the army. Nilikuwa captain wa jeshi. I was a captain in the army. Wakati nikiwa pale, When I was there, nikaugua sana. I became so sick. Siku moja ilikuwa ni siku ya Eid ya Kiislamu, siku ya Kiislamu. One day it was an Eid day, celebration for nikaenda Muslims. kijiji kwetu I went up to our place kwa ile likizo fupi, for that short holiday nikasalimia ndugu marafiki. to greet my brothers and my friends. Wakati nimerudi usiku nimelala, When I came back at night as I was sleeping, nikaamka kwenda kujisaidia. I wake up to go and relieve myself. Haikuwezekana. It was not possible. Niliamka nikaa kitandani. I sat on my bed. Nilipofika nilikaa vizuri, nikaamka nikaweka miguu chini. I sat properly. I put my feet down. Nikatafuta namna ya kunyanyuka sasa niende.
I try to find a way to wake up, to stand so that I can go and relieve myself. Kila nilipojitahidi miguu hii ilikataa kunyanyuka. As much as I tried, my knees could not get straight to make me wake up. Na kwa sababu kwetu mimi ni mtoto wa mwisho. And because at our family I'm the last born Katika watoto 9. among 9 siblings. Mama alinizaa akiwa na miaka 68. So my mother gave birth when she was 68 years. Na nimepishana na dadangu akiwa na miaka 18. Dadangu ndiye ambaye nimemfuata mimi. My sister that I follow, there's 18 years gap. Kilichotokea ni kwamba sina ndugu ambaye ningeweza nikomba msaada kwake. What happened is that I didn't have a brother who I could relate with so close. Kwa libidi nipige kelele chumba cha pili mama yangu asikie. So I had to shout so that my mother could hear from her house. Kwa sababu baba alishakufa siku nyingi. Because my dad had passed on long time ago. Mama alipokuja, When mom came, akaniuliza shida ni nini? she asked what was the problem. Nikamwambia mama, I told mom, kwenda kujisaidia, I need to go and relieve myself, lakini siwezi kunyanyuka. but I cannot wake up. Nini kilitokea? What happened? Mama alikuwa mzee. My mom was old at that time. Hawezi kuniinua. She can't lift me up. Hawezi kunisaidia. She can't help me. Maisha yakaanza. The life started from there. Mama yangu akaita majirani, My mom called for neighbors to come and help her. wakanisaidia. They helped me. Kesho yake nikarudishwa Dar es Salaam. The following day, I was taken back to Dar es Salaam. Nikapelekwa hospitali ya kijeshi. I went to an army hospital. Nikaanza kutibiwa. They started treating me. Wakasema, They said, kuanzia kiunoni kurudi chini, from waist downwards, hakuna mawasiliano. there is no connection. There's no life. Nikachukuliwa I was taken hospitali kwa hospitali. from hospital to hospital. Kashindikana. Nothing could happen. Wanajeshi jeshini wakasema bishop wao, Army, by respect, they say, let him be taken back to his family. nikarudishwa kwetu. I was taken back home. Nikapelekwa kwa waganga wa kienyeji. I was taken to witch doctors. Nikabebwa mlima kwa mlima. I was taken mountain to mountain. Haikusaidia. Nothing happened. Miguu ikaanza kukonda sana. My legs became so thin. Wakanirudisha Dar es Salaam. They took me back to Dar es Salaam. Nikapelekwa hospitali. They took me to hospital. Sikufanikiwa. Nothing happened. Lakini wakati wote huo, But all this period, kulikuwa kuna rafiki yangu there was my friend pale jeshini ameokoka. in the army that was born again. Na alikuwa tuko rank moja. We were in the same rank. Na kulikuwa kuna Sameja And we had a Sameja ambaye alikuwa ni kabila langu. who was my tribe. Walikuwa wanapenda sana kuja kunisalimia. And they used to come and greet me every time. Wote hao walikuwa Wakristo. All these two were Christians. Sameja alikuwa ni Lutheran. Sameja was a Lutheran. Lakini huyu captain mwenzangu, The other captain, my colleague, yeye alikuwa ni mlokole. he was a born again, a Pentecostal. Wakawa wananishauri kwenda kuombewa. Now they advised me to go to prayers to be prayed for. Nikawa sikubaliani nao. But I was not agreeing with them. Kuweka story ipungue kidogo. To shorten the story, Siku moja akanifuata usiku. one day they followed me at night. Rafiki yangu akaniambia, My friend told me, naenda mkesha. I'm going for a kesha. Twende ukaombewe. Let's go so that you can be prayed for. Akili kaniambia, My mind told me, saa hii usiku, this is night. hakuna Muislamu ataniona. There is no Muslim who will see me. Ngoja niende. Let me follow them. Nikaenda kanisani. I went to the church Kwa sababu nilikuwa nabebwa na gari. because I was being carried in the vehicle. Rafiki yangu akamwita mwingine wanisaidie twende. My friend called another friend so that they can take me together with them. Kaenda TG wazo pale. Kwa yule kabila lao mzee wetu aliyefariki. Niliumia sana mzee wangu. Tu. Ile ndio alinisaidia. Nikapelekwa pale kanisa la TG, nikapelekwa. I went to the church. Nilipofika kanisani, When I reached there, kulikuwa kuna wakati kulikuwa kuna
makochi wanaweka kama hivyo ambavyo wameweka hiyo. Sasa ni makochi yamewekwa ya mchungaji. There were a nice seat that had been put there for the pastor. Yule mchungaji akaambia wale ndugu, mwekeni pale. The pastor asked these brothers to bring me to these coaches. Nikabebwa nikawekwa. I was brought to those coaches. Sasa wanapiga drums. They were beating drums. Wanapiga keyboard kama huyu. Keyboard like our brother here. Alafu kuna watu wameshika gitaa wanapiga. Then there was the guitarist. Nikasema hii kitu gani? I asked myself, what is kind of this thing is this? For sure these are heathens. Kwa sababu vitu hivyo nimezoea kuviona club. Because all these kind of things I normally see them in the club, not in the Watu church. wanacheza. People are dancing. I'm used to seeing it in the club. Sasa inakuwaje nakuta watu wanacheza? How am I seeing this in the church? People are dancing. Inakuwaje? How comes? Hayo makafi. Then I said, these are true heathens. Kwa hiyo wakaendelea wakamsifu Mungu kwa sababu unajua kusifu. Wakasifu Mungu wakamaliza. Then they praised the Lord at the session of praises. They finished. Wakafunga macho. Then they closed their eyes. Nini tena? What is this again? Wakati ule alikuwa anampenda sana Saint John. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Saint John. Saint John There's a person I love. There is a musician. Nafikiri ni Black America kama au ni Mwamerika mweupe. Kwa napenda sana America, Sir George. Sasa wakati wameweka hivi naona kama wanaimba kama Saint John. As they were singing, I compared them to Sir John. Celine John. Amepata kumbe. Hallelujah. Lakini nini kilitokea? What followed? Walivyokuwa wanaabudu, as they were worshiping, yule mzee akanifuata. That man followed me. Akaniambia, afande. Told me, afande, simama. Rise up. Najua jeshini tuna nidhamu sana. Najua in the army we are so disciplined. Nikajitahidi kusimama. I tried myself to rise up. Nikashindwa. It was not possible. Akaita na marafiki zangu. He called my friends. Msaidie. Help him. Wakanisaidia. They helped me. Nikasimama. I stood. Wamenishika huku mwingine huku. They helped me both sides. Neno la nalikumbuka la kwanza. The first word I remember. Alisema katika jina la Yesu. He said in the name of Jesus. Mengine sikukumbuka. The other words I can't remember. I don't remember. Mwisho wa siku nilikuwa chini, nimelala chini. At the end of the day, I was down on the floor. Nikawa nashangaa niko wapi? I was wondering where I am. Nakumbuka mchungaji akaniuliza. I remember pastor asking me, uko wapi? Where are you? Sikujua niko wapi. I didn't know where I was. Sauti wakaambia tena wale msimamisheni. He told them again to wake me up. Wakanishika. They hold me. Wakanisimamisha. They made me stand. Nikasikia tena neno lingine. I heard another word. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Sikusikia lingine tena. I didn't hear the other words. Hilo tu. Sikusikia lingine. I didn't hear another word. Nini kilitokea? What happened? Baadaye nikawa tena nimepata fahamu fulani. I got some, my sense came back. Akaniuliza uko wapi? He asked me again. That time I'm down on the floor. Nikasema niko kanisani. He asked me, where are you? I told him, I'm in the church. Kaniambia simama. He told me, stand. Katumia nidhamu. I used my discipline. Nikasimama mpaka leo. I stood up. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. wangu nitokea namna hiyo. My ministry Kanichukua namna hiyo. Sikiliza nikwambie. Let me tell you. Aliangalia madhaifu yangu ili alifanye niwe mtu bora. Niweze kuinua wengine katika jina la Yesu. Ndivyo ilivyokuwa. That's what happened. Nikarudi kamili. I came back as normal. Maisha yakaendelea sasa yakawa hivi. My life took another shift. Niliporudi pale jeshini kamili. When I came back to
to the army at the barracks. ninatembea, I'm walking. watu wanauliza People started asking, nini kimefanyika. what has happened? Nikawaambia nimekutana na Yesu Kristo. I told them, Ameponya Jesus maisha yangu. Christ, He has healed my life. Komanda wa kikosi changu, Because in komanda wa kikosi changu the commander of my troop, akaniita asubuhi. he called me in the morning. Akaniambia afande, nasikia umepona. Tell me, Afande, I hear you are back, you are healed. Nikamwambia ndivyo mambo yalivyo, nimepona. I told him, yes, it is so, I am healed. Nikamwambia hapa nimekuja I told him, here kwa I have sababu come. tulimaliza mkesha saa 9. Because we finished the kesha at 3 a.m. Nikafika pale Lugalo ilikuwa ni saa 11. I reached that place 5 in the morning. Sikulala. I didn't sleep. Nikaandika barua I wrote a letter. ya kutaka kuacha jeshi kwa sababu nataka kuwa mchungaji. Because I want to be a pastor. Nilipofika kwa commandant, When I reached to my commander, I told him, nimekuja vile vile na barua. I have come with a Nataka kuacha jeshi. I want to Nataka receive. kuwa mchungaji. I want to be a pastor. Nikahubiri injili So that I can kama preach the nilivyopona, ili wengine wapone kupitia mimi kwa jina la Yesu. Hallelujah. Toka jeshi, ingia jeshi. Haleluya. Wakanizuia They tried to hinder me, prevent me. kwa sababu sheria yetu ya nchi Because our law of the land, au ya majeshi yetu, and the laws of our army, ukiwa captain lazima uwe umefanya kazi ya captain kwa miaka 6. if you are a captain, you must have worked for 6 years for you to resign. Niliacha miezi 5 I had only done 5 months. kufikisha miezi 6. I was remaining with 5 months to reach 6 Kwa hiyo years. mimi nikaomba, nikatoa nosi ya mimi badala ya wao kuniruhusu. Wakaniambia, So I gave a notice for them to allow me resign. wakaniambia hatuwezi kukuruhusu. They told me we cannot allow you, we cannot give you permission. Mimi ni mtaalamu wa vifaru. I'm an expert of vifaru. Hata leo ukikileta kifaru labda vimekuja model mpya, ukaweka hapo ukatupa, ni technician nzuri sana. Maybe if there is a modern one, but if you bring any Ni kifaru, technician nzuri sana. maybe I am a good Na bahati technician. nzuri nisomea Bulgaria. Nisomea Bulgaria ya vifaru. Just to handle the vifaru. Wakaniambia bado ni mtoto mdogo. They told me you are still young. Cheo ulichonacho sisi tumeteseka nacho miaka. What you have, we have suffered for long trying to Leo find it. unaachaje nafasi hii? Why are you leaving this good position? Haiwezekani. We can't allow you. Hatuwezi kukuruhusu. We will not permit you. Kabla mkuu wa kituo, I told the commander, naomba niende nipeleke barua yangu makao makuu. but if you are refusing, then I'll go to a higher office. Nikapeleka. I took my letter. Nikakutana na msaikolojia wa jeshi. I met with an army psychologist. Nilipopeleka niambia When I presented my letter, they told me no. bahati nzuri alikuwa mwanamke. But she was a woman. Alikuwa lakini mtu mzima sasa. But she Anakashia was kustaafu. a person nearing retirement. Akaniambia wewe Mfinaka, She told me, you Finaka, umechanganyikiwa. you are confused. Walokole Born again people, ni waongo. they are liars. Nasikia kitu. Kwanza ananiambia nimechanganyikiwa. She told me the first thing, I am confused. Walokole Second, ni the born again, waongo. they are deceivers. Akaniambia usikubaliane na hilo. Don't accept that idea. Unaruhusiwa kwenda kwenye hilo kanisa, You are allowed to go to that church, lakini but hatukuruhusu kuwa mchungaji we are not allowing you to become a pastor. na hatukuruhusu Now we are not allowing you kuacha jeshi. to leave or resign from the army. Sasa kwa sababu umechanganyikiwa, Now because you are so much confused, na sisi tunaamini umechanganyikiwa kwa sababu umeponywa ghafla. and we believe you are confused because you have been healed abruptly. Sasa wewe nenda kama miezi 3, You go take 3 months. ufikirie vizuri. Think nicely. Think again. Sikuweza kubisha. I couldn't. Jeshini hatuna kubisha. In the army, we can't start a argument. Nikarudi kambini. I came back to the barrack.
Niliporudi kambini, When I came back to the barracks, tulikuwa kuna makuruti tunafundisha. we had the new recruits that we are training. Kafika kwa makuruti wakashangilia sana kuniona nimerudi. When I came back, they were so much happy and they celebrated my comeback. Nilichokifanya, What I did, miezi mitatu, ile siku inafika siku ya 90. 3 months, the day it reached 90th day, Nikaandika barua, I wrote a letter. nikarudi kwa yule mama ambaye aliniambia I nimechanganya. came back to that madam who told me I am confused. Nikamwambia mama, I told her, Mom, nimeleta barua yangu I tena. have brought my letter again. Nataka kuwa mchungaji. I want to be a pastor. Naomba uniruhusu. I am requesting you allow me. Akaniambia hutalipwa chochote. She told me you are not going to be paid Sababu anything nilikatisha mkataba. because you have resigned voluntarily. Nikamwambia mama ni sawa. I told her it's okay. Mama akaanza kulia. She started crying. Nivaa magwanda yake analia. In her full uniform, she started Macho crying. analia. Her tears in her eyes. Akaniambia, She told me, najua umepitia magumu. I know you have passed through so much. Hicho unachokifanya, This that you are doing, wewe ni mwanangu. you are my son. Ngoja niwe sehemu yako. Let me be Niwe Be on your side. let me be part of you. alivyosema vile, When she said that, akachukua kalamu na karatasi, she took a pen and a paper. akaandika kitu, She wrote something. akaniambia She told me, peleka kwa mnadhimu wa jeshi. take to Si mnadhimu mnahitaji nadhimu sasa ni nini wazungu? wale wanaosimamia nidhamu ya jeshi. Those disciplinarians. Yes, akaniambia peleke kwake. Take it to the disciplinarian. Nikapeleka kwa mkono wangu. I took it there Bahati myself. nzuri, Good luck. huyu mtu alikuwa ni kabila langu. This man was from my tribe. Sitaki kumtaja I jina. don't want to mention him. Nikamwonyesha ile karatasi. I showed him that paper. Nikamweleza kwa kilugha. I told him in my language. Kaambia barua yangu najua ilifika ofisini. I told him my blood is here in the office. Nimechoka, naomba mniache. I'm tired. I'm requesting you allow me to go. Ni Muislamu yeye. He's a Muslim. Yule mama alikuwa ni Roman Catholic. That madam was a Roman Catholic. Huyu kabila yangu ni Muislamu. My tribe is a Muslim. Akaniangalia usoni. He looked me in the eyes. Akanitukana tusi baya. He abused me so badly. Akanitukana tusi baya. He abused me so badly. Baya kweli. Badly. Sitaki kukumbuka hizi. I don't want to remember those days. Sitaki kukumbuka. I don't want to remember those abuses. Lakini kizuri kilichofanyika, But good luck, wakati nimekaa pale anatukana, when I was sitting there, it's abusing me. nikawa nalia. I was crying. Nasema Yesu nisaidie. I'm saying, Jesus help me. Nisaidie. Jesus help me. Yule mama akaja. That madam came. Akasema bwana hajaondoka huyu. He asked, this man is not gone. Akasema mbona unalia? Why are you crying? Afande akapiga tena tusi lingine. The Afande abused me again. A bad word. Akanitukana tena. He abused me again. Yule mama akasema That madam said, yuko sahihi. he's okay. Mwache aondoke. Allow him to go. Akamwambia naomba hiyo karatasi isome. Umesoma? Akamwambia siisome. He asked the Afande, have you read the note I wrote? And he told him, no, Na I've kwa not sababu read it. yule alikuwa na rank kubwa zaidi, Because the madam had a higher rank, akaichukua akaisoma. he took and read it. Naye kwa hasira Through anger, akaandika kitu pale. he wrote something on that Kinyesho note. siruhusiwi kufungua chochote kile ambacho sio sijaruhusiwa kukisoma. I had not read what was written because I was not allowed to read. Akaniambia kwa kuna ofisi namba 24. He told me there's an office number 28. Akaniambia nenda pale. Go there. Nikafika pale. I went there. Kufika pale, Reaching there, yule akaniambia unaweza ukarudi kesho ukapata barua yako. they told me, come tomorrow you'll find your letter. Barua ya nini sijui. Which letter? I don't know. Kwamba nimeruhusiwa au nimekataliwa. I don't know if it's being allowed or being refused to go. Kilichotokea kesho nimerudi. What happened when I came back tomorrow, Nikapewa barua. I was given a letter. Nikaambiwa peleka hazina. I was told to take it to Hazina. Nikapeleka hazina. I took it there. Nilipopeleka pale,
When I took it to the treasury, nikalipa hela zangu zote. I was paid all my money. Kalipa yangu yote. I was paid all my money. Nikachukua ile hela. I took the money Nikasema hii hela. and I said, this money, Cha kwanza niwe na kiwanja. the first thing is to buy Cha a pili plot. hela hii nipeleke Bible college. The second, this money will take me to a Bible college. Ndani ya wiki moja Within 1 week, nikaondoka. I went. Nikaenda chuo cha I Biblia. went to the Bible college. Kabla kwanza kuna kitu nimekiruka. I've jumped something. Kuna rafiki yangu anamfahamu huyo mama. My friend knows that, madam. Huyo mama alikuwa karibu sana na kituo changu ambacho kwa nafanya kazi cha jeshi. That madam used to stay close to the barrack where I was working. Sasa wakati ule wa miezi mitatu ambayo nimeomba nilizuiwa, In the period of 3 months, she told me to go and think. nikawa naenda kwenye hilo ilikuwa ni ministry na kanisa. I was going to that ministry. Lakini ilikuwa ina wachungaji wawili wa Kenya. It had 2 Kenyan pastors Ambao kila siku wanakutana, wanachukua watu wawili watatu, wanakaa wanakunywa kahawa. every day. They will take 2 people, they sit down and have a cup of tea. Wanafundisha Biblia. They teach the word of God. Sasa nikitoka kwenye kituo hapo So when I come from the barracks, na kwenda pale kufundishwa Biblia, I could go there to be taught the word of God. sasa wao bahati nzuri kila Ijumaa hawana kanisa, kila Ijumaa wanamkesha. Every Friday, they didn't have a church on Friday, but every Friday there was a kesha. Ijumaa kabla yani ile Ijumaa baada ya kuokoka kule Ijumaa inafuata, After receiving Christ, the following Friday, nilikwenda pale kwao. I went there. Yule mama akatangaza akasema huyu ni mchungaji wa vijana. That mama announced that this is our youth pastor. Anajua ndio nimeokoka. She just knows I've received Christ. Anajua ndio nimeokoka na ndio nimetoka kwenye Sam, sijui chochote kwenye Ukristo. She knows I've just received salvation and I've come Nina from wiki Christ. moja. I don't know anything about salvation. I have only 1 week. Akasema huyu ni mchungaji kabisa huyu. She said, this is our youth pastor. Kwa hiyo wakati naenda Bible college nimeenda kama mchungaji. So when I went to the Bible college, I went as a pastor. Na alikuwa chuo kimoja kinaitwa Miracle Center. I was in a Miracle Center College, Kampala. Nikakutana na mama mmoja anaitwa Judith Mawalo. I met one Madam Judith Mawalo. Ambaye alikuwa ni secretary wa Idi Amin. She was the secretary of Idi Amin. Anafundisha somo la Roho Mtakatifu. She was teaching about the Holy Spirit. Na yule mama ni nabii. And she's a prophetess. Akaniangalia. She looked at me. Ile siku ya kwanza mpaka kuweka mabegi chini. The first day after arriving, Mama akaniambia wewe. she told me, you Ni mtumishi mzuri. are a good servant. Mtumishi mkubwa. You are a great servant. Lakini But una kiburi. you have pride. Nataka nishiriki na kiburi chako. I want to deal with your pride. Hello? Hawajui historia yangu yoyote. She doesn't know my history. Lakini aliangalia, sio aliona ujasiri wa kijeshi. I don't know if she saw the confidence of an Na wewe animal. aliona najiamini sana. Maybe she saw I am very much confident. Au Mungu tu ndiye alimwambia kwamba hapo kuna tatizo. Or it is God who told her there's a problem here. Akaniambia, She told me, kuanzia leo from today, mimi nitakufundisha. I will teach you. Akaanza kunifundisha. She started teaching me. Naingia darasani wenzangu. I go to the class with others. Nikitoka, When we finish, anasema Paul ndiye atafagia choo. she tells me, Paul will clean the toilet. Kila siku. Every day. Kwa hiyo nafanya kazi ya kudeki vyoo vya wanafunzi. So I clean the students' washrooms. Nikitoka pale naingia kusafisha vyoo vya walimu. After that, I go and clean the staff Mwezi wa washrooms. kwanza. First month. Mwezi wa pili. Second month. Mwezi wa tatu. Third month. Ndio mama akanifuata akaniambia, She followed me and told me, naona kwa sababu umefanya hii kazi, because you have done this job, kiburi kinashuka. now pride is reducing. Kiburi kinashuka. Pride is reducing. Nikamwambia asante mama, umeniambia sawa. I told her, thank you, mom. Sikutaka kubisha. You have told me well. I didn't want to. Akaniambia kesho yake darasani akasema Paul aje mbele. The following day she said, Paul, come in front here. Akasema pige magoti. Kneel down.
Nikapiga magoti. I knelt down. Akaomba maombi ambayo She prayed such a prayer. sijawahi kuyasahau. I have never forgotten it. Niliposimama, When I stood up, mama yule ni mtu mzima sana. that mama is a strong woman. 2017 nilienda kumuona. 2007 I went to see her. Bado alikuwa hai, ilibidi nirudi nikamuone. I went back to see her. Nirudi angalau na bahasha nimwambie mama asante. I went with an envelope to say, Mom, thank you. Kwa sababu mama alinifundisha. Because she taught me. Sasa akaomba, lakini neno ni kukata usoni, akasema kuanzia leo She prayed and said, from today, kokote utakapokwenda, any place you will go, tembea na miujiza. walk with the miracles. Amen. Jumamosi inayofuata The following Saturday, nikaenda Mulago Hospital. I went to Mola Hospital. Mulago Hospital. Mulago Hospital. Nikafika pale nikaona kuna lazima wapewe ruhusa kuingia kuombea watu. When I reached there, I found that you have to get permission for you to pray for the sick. Nikaomba nikaruhusiwa. I requested for the permission. I was Kaingia given. wodi ya kwanza. I went to the first ward. Kama nimechanganyikiwa. I was a bit confused. Ombea watu. I prayed for people. Ombea watu. Pray for people. Ombea watu. Pray for people. Nikaombea sana. I prayed for them. Sikuona muujiza. I didn't see any miracle. Nikarudi. I went back. Nikalala. I slept. Jumapili Sunday, nikaenda kanisani. I went to the church. Nilipotoka kanisani When I came out of the church, nikarudi Mulago Hospital. I rode to Malango Hospital. Nikasema mama alisema. I said, Mom told me. Mama, sisemi Yesu alisema mama. I didn't say Jesus said. I said, Mom told me. Nitatembea na miujiza. I'll walk with miracles. Nilipofika pale tulikuwa na marafiki zangu kama wawili. I was with my two friends. Mmoja tu Pastor Kalema, kuna mganga yuko pale Pastor Kalema. Na mwingine sikumbuki alikuwa tu Assemble Mkolomoni, alikuwa ni Mkongo, sasa hivi yuko Canada. Kolomoni, Congolese, but he's in Canada right now. Kilichotokea, What happened? nikamwambia mimi naenda tunataka tuingie wodi tukaombe watu. I told them I want us to go to the wards and pray for the people. Tukamkuta mama mmoja ana vipele kwenye ngozi. We found a mother who one woman was sore everywhere in her bodies. Ameoza. She's rotten. Nikaanza na yule mama. I studied with that mama. Nikasema kwa jina la Yesu Kristo. I said in the name Mama of Jesus. umepona. Mom, you are healed. Kitendo cha kusema namna ile. By just saying like that, Mama katikisika mwili. this woman started shaking her body. Mimi nikaendelea kunena kwa lugha. I started speaking in tongues. Nataka nimwambie Mungu ni shahidi. Ngozi ilirudi kama ilivyokuwa. She was healed and her skin came back. Nikaamini kwamba kumbe sasa kweli mimi ni mchungaji. That's when I believed now I am a pastor. Nikaamini watu walikuwa kicha mchungaji. People were calling me pastor. Naona kama vile wamechanganyikiwa. It was like they are Sijui confused. hata kufungua Mathayo. I don't even know how to open Matthew. Lakini ile miezi mitatu ile mama alivyonisaidia. But those 3 months, that mama helped Yule me. mama akapona. That woman got healed. Nini kilitokea? What happened next? Familia ikanitenga. My family segregated me. Hakuna hata mtu mmoja ananisalimia. No one is greeting me. Hakuna hata mtu mmoja anaweza kanywa hata maji tu. Nobody can even take water with me. Hakuna mtu anataka kukanyaga hata ninakoishi. No one want to come where I stay. Kaambia Mungu, I told God, unaishi. you are alive. Sitarudi nyuma. I will not go back. Nitasimama. I will stand. Nitapigana. I'll fight. Usiku na mchana. Day and night. Bahati nzuri rafiki yangu ni shahidi, anajuaga na shuhudiaga sana. My friend knows I normally give this testimony. Wachungaji wengi wameacha huduma. So many pastors have left ministries. Lakini sijawahi kuacha huduma hata siku moja. But I've never left ministry in a single day. Na sijawahi kukata tamaa. And I've never given up. Nimepita baadhi ya huduma. I have gone through some ministries. Nimepitia mazito. I have passed through stuff. Nimepitia matusi. I have passed through abuse. Na ikatokea siku moja, It came one day. nimetoka kwenye kanisa. He came out of the church. Moja linaitwa Dorcas. One person called Dorcas. Nikaanza kanisa lingine. I started another church. Kwa sababu wenye hili kanisa nilikotoka kwao, Because there that I came out from,
Ni mimi ndio nilianza hilo kanisa la. I started that church. Na askofu alipata kanisa la kwanza kutoka mimi. And Bishop called the first church which I had started. Akaruhusu ile kanisa likawa linajaa watu. And that God opened the doors and people were coming. Yule mama, that mama, akaanza mbwembwe zake. She started her stories. Akatoka Samani, akatoka akaenda Kampala. She went to Kampala. Akaenda kwa Kakande. She went to Kakande. Katoka kwa Kakande. After coming from Kakande, akaenda Nigeria. She went to Nigeria. Akafika Nigeria. She reached Nigeria. Akakutana na jitu moja linaitwa Joshua. She met a giant called Joshua. Wakapatana. They met. Kwamba sasa now itumike mkono wa kuzimu. So that I can watumie uchawi. So that they can use witchcraft powers kuongoza kanisa. To lead the church. Mama akaja. This mama came. Kaniambia sasa sikiliza. She told me, hear this. Una historia anajua sana huyu rafiki yangu. Akaniambia unaenda kuwa multi-millionaire. You will become multi-millionaire. Na unaenda kwa sababu Mungu amekupa akili. Because God has given you good vizuri, Mungu amekupa akili. She's talking to me nicely. Ni na fomu hiyo hapo. Jaza fomu hiyo hapo. Fill this form. Unaenda kwa kusomea urubani Marekani. You are going for a pilot course in US. Kuna binti mwingine nilimpeleka anaitwa Mchungaji Roda. There is a pastor I had taken there. Nilimpeleka Kampala na akasoma. I had taken him to Kampala College and she studied. Akawa amerudi yuko hot sana. She had come back and she was hot on fire. Fomu akamwambia sign, ukisaini wewe unachukua Mark II yangu mpya. She told her, if you fill this form, I give you my Mark II new car. Yeah. Story kaendelea. Sifuruzi natoa shuhuda naweza kujenga. Na natoa shuhuda wewe. Sababu nimekuja na ushuhuda. Kwamba Mungu anaangalia madhaifu yetu ili atufanye tuwe. God is looking Mama after your weakness. Anafanya hivyo. This mama is doing that. Wakati ninakula kwake, I'm eating in her place. Ninalala kwake. I'm sleeping in her place. Ninavaa kupitia yeye. I'm putting on clothes through her because she's the one financing. She's financing everything. Ni yeye. Everything. Sasa wewe amua utafanya kipi? Decide, what are you going to do? Mama katuambia. She told us, kama mnataka haya yatokee, if you want all these things, mtu akija, if any person comes, mwingizeni kwenye ofisi hiyo, just bring him to the office, mvueni nguo zote, let him remove all his or her clothes, alafu ndipo muombe. then you can pray for him. Nikamwambia Pastor Roda, I told her, Pastor Roda, tunakwenda kuwa wachawi. We are becoming witches. Nimekimbia uchawi kwa Waislamu. I have run away from witches in Muslim. Leo narudi kuwa mchawi kanisani. Now I'm coming back to become a sorcerer in the church. I told her, Pastor Roda, I will not do it. I told her, I'm not going to do it. What followed? To shorten the story. The next day she called her son, her own biological son. Akamwambia mtoto wake. She told her son, simama hapo. Stand there. Akatuita mimi na Roda. She called me with Roda. Kulikuwa kuna wachungaji wengine, tulikuwa na Douglas Mkenya, tulikuwa na Omoni Mkenya. Other pastors, Omoni, hawajaitwa. Tulikuwa they have not been called. Tukaimwona kwa Daniel hajamuita. Pastor Daniel. Target iko kwangu na kwa yule mwingine. I was the target and the other one. Akatuambia kamweka yule mtoto. After calling her son, mtoto akamwambia look at me, anafanyia mikono macho ni look at me. Nitazame. Anamtaja jina lake kwa mfano chukulie Musa, look at me. Mtoto akaenda akapiga chafya. Akadondoka. Mtoto alipodondoka, the child sneezed and fell down. Yule mama akatuambia sasa mwacheni hapo alafu mtu anamuingiza. She told us, leave him there. You are going to see miracles. Tukamwacha. We left the child down there. Baada ya kama 20. After like 20 minutes. Akatuita. She called us back. Tuendeni. Come. Tulipokwenda. When we went. Akachukua yale maji aliyotoka nao kwa Kakande. She took the water that she had come with from Kakande's place. Akatuambia. She told us. Utachukua ile maji. Nimetaja Kakande makusudi kwa sababu ni kitu kinaniudhi sana. I'm mentioning Kakande. Kama rafiki yako mimi nimeikuta kwa macho.
If he's your friend, what I'm speaking is what I've met with it one-on-one. Yes. I don't know if he's your So friend. mtaja watumishi wa Mungu lakini nimetaja It is not good to mention the names of servants of God, but I'm mentioning this one with a purpose. akachukua ile maji. She took that water. Alipochukua ile maji, When she took the water, akaweka kwenye kiganja chake cha mkono. she put it the water on Yule her mtoto hands. amelala chini. That child is still down there sleeping. Akatuambia, She told us, mnaona haya maji? you see this water? Mkitaka muone muujiza, If you want to see miracles, unasema hivi. say this. Sasa nitatumia jina lingine. I'm going to use another word, name. Musa, Moses, inuka kwa jina la Joshua la Yesu. rise up in the name of Joshua of Na Jesus. kile Joshua unaizuia. Utamkia jina la Yesu. So you are mentioning Joshua, but you are not mentioning it. You are not making it sound like Joshua. Mtoto akaamka. The child rose up. Mtoto alivyoamka, When he woke up, akasema mnaona sasa? she told us, you see now, Nyie mmeshakuwa mamilionea. I'm already a millionaire. Kwa kazi hii nyie mshakuwa milionea. In this work, I'm already a Hata millionaire. wakafungua kaduka kadogo umekuwa milionea. Even if you just open a small shop, you are a millionaire. Nikaambia okay sawa. I told her, okay. Lakini wakati huo By that time, tunaambiwa wakati tunavua watu nguo we were told when you remove people's clothes, kumefichwa kamera. there is a hidden camera. Tunabonyeza kwa ukuta. We switch it from the wall. Alafu zile picha zinajirekodi automatically tukishabonyeza. Then the pictures will be recorded automatically. Dunia ina mambo. Dunia ina mambo. Wachungaji, dunia ina mambo. Ukitaka pesa ya elimu utaipata lakini itakutokea puani. Sure. Nini kilitokea? What happened? Historia ndefu. It's a long story. Mtoto wake akaanza kuchanganyikiwa, yule alimfanyia vile. That child became so much confused. Akiwa hayupo, When she's not there, mtoto anaumwa sana. the child becomes so sick. Nikaomba, I prayed, lakini nikasema hapana, mtoto atakufa, ngoja nikimbize hospitali. but I said, this child will die. Let me take him to the hospital. Tukampigia simu hatumpati. We called her, we did get her on phone. Tukampigia baba yake. We called the father. Baba yake alikuwa hajaokoka. The father was not born again. Akapatikana. He came. Akasema basi chukua gari kimbieni He mlikuwa said, njiani. take the car, come to the hospital. We are going Wakati to meet tuko there. njiani tukampata mama yake. We met with the father. Tukamwambia tunakimbizana. We told him we are rushing. Mwanao ni mgonjwa sana. Your son is so sick. Akasema ingieni mweke mafuta hapo. He said, fuel the car Mnisubiri hapo. and wait for me. Wakati tunamsubiri, When we were waiting, baba yake akaja. the father came. Alipokuja akatwambia hapana, tumsubiri mama tukimbieni hospitali. The father said, we are not going to wait for the mother. Ile Let's rush to the tunatoka kituo hospital. cha mafuta, When we are just leaving from exiting the fuel station, mama mwenyewe akaingia. the mother came. Akasema mnakwenda wapi? She asked, where are you people going? Hamwezi kwenda huko kwa sababu hii ni issue ya Mungu. You are not going there because this is God's thing. He will just beware. Tukarudi. We went back home. Tulivyorudi mpaka mtoto amekufa mwaka jana kama sikusahau. The child died last year. Akawa ni taira moja kwa moja. Yes. Taira ni nini sasa? Akawa Cheesy. Mad. Sasa nitaiongea kwa sababu sio ni cha kukuficha. Ili yule mtoto aweze kuwa vizuri. Yuko nyumbani kwa askofu. Analazimika wafanyakazi wanaoajiriwa wachukue pombe, bia, wampelekee mtoto ndani kunywa askofu. Na hali ikibadilika zaidi, inalazimika achukuliwe mwanaume mwenzake aende amfanye vibaya yule mtoto. Ndio hali itakuwa salama. Hello? Hello. Hello? Bahati nzuri, mimi kwangu ni bahati nzuri. Amekufa mwaka jana. I thank God for that. Amekufa mwaka jana kwa sababu mtoto ameteseka more than 20 years now. Mimi nilichokifanya usiku wake, What I did at that night, nikasema naondoka. I said I'm leaving. Nikasema hii siwezi. I can't do this. Niende wapi sasa? Where am I going to? Jeshini siwezi kurudi.
I can't go back to the army. Pesa sina hata shilingi I 100. don't have money, even 100 shillings. Kwa familia yangu siwezi kurudi. I can't go back to my family. Sioni mtu wa kunisaidia pale Dar es I Salaam. don't see anyone to help me. Wote na watu waliosoma nao ni Waislamu. I know all that I went with to school with, they are all Muslims. Kijijini kwetu wote ni Waislamu. In our village, everyone is a Muslim. Nani niende kanipe msaada? Where am I going to ask for help? Nikamwambia mchungaji Roda. I told Pastor Roda, Kabla mimi na kesho naondoka. tomorrow I'm leaving this place. Sina pa kwenda. I don't know. I don't have a place that I'm going to. Naona uko rohoni zaidi. I see you are so much spiritual. Najua mama yako ni mjane. I know your mother is a widow. Anaabudu hapa. She's fellowshipping here. Nisaidie. Help me Tuondoke wote. so that we can live together. Ili nikaishi kwenu. So that I can stay in your place. Yule binti akaniambia. That sister told me. Akaniambia mimi siko tayari. She told me I'm not ready Kumtumikia shetani. to serve the devil. Tukaondoka. We left. Tukaenda kwa mama. We went to her mother. Nikaongea na mama. I talked with her mother. Na alikuwa mshirika ndio mchanga sana. She was a new member in the church. Nimuelezeje hayo ni ngumu. How am I going to explain all this? It's a hard stuff. Nakapata shida sana. And I'm going to get trouble Na explaining. nimueleza manake ni kwamba asiende kule tena. And if I talk to her so that she cannot go back to that place, Nikaamua tu nikasema potelea mbali, kama atasema sikutaki basi. I decided I will talk to her. If she will reject me, it's okay. Nikamweleza ukweli. I talked to her. Akasema basi hatuendi tena. She told me, if it is that way, we are not going back to that church. Tubakie Kenya. Let's just stay here. Tukabakia pale. We stayed there. Tumebakia pale. As we stayed there, Nilikuwa rafiki yangu sana Mjerumani. I had a good friend at Germany. Yule Mjerumani alikuwa ana huduma ya vijana. That German friend had a ministry for the youth. Kwa hiyo nilikuwa nafanya naye kazi sana Tanzania. And I served with him so much. Akanipigia simu. He called me. Akaniambia, Powell, Told me, Powell, umefikia kuwa namna hiyo? you have reached to that level. Nikamwambia, kivipi? How? Akaniambia, nasikia umefumaniwa I've heard. na mchungaji Roda. Asubuhi nimelala naye. I've heard you have slept with Pastor Roda. You have been found. Naye kwa nini? How? Akajua pia story. Where has this story come from? Akaniambia nimepigwa simu. I've been called with somebody from the church. You're Na from ndio the church. umefukuzwa kanisani. And I've been told you have been chased away from the Na church. hata hivi ninavyoongea, And as I speak right now, mchungaji Douglas, Pastor Douglas, mchungaji Omondi, Pastor Omondi, mchungaji Daniel, Pastor Daniel, wako njiani wanakuja kunieleza tatizo lako. they are coming to me to explain to me your problem. Mungu anatufanya kwa hodari tunapomwamini. God is making us strong as we trust in Him. Nikaenda nikajificha. I hid myself. Kajificha I hid myself. kwenye mlango wake pembeni kule, nikajificha wasinione. I hid so that they cannot see. Wakaja hawa wachungaji, Oh, these pastors came. wakaingia na gari yao. They came in. Walivyoingia na gari yao nikakaa kama dakika 5. When they came in, I took like 5 minutes. Na mimi nikaingia. I came to see them. Nilivyoingia nikakuta wanamuelezea. They were trying to explain to Wanamwambia him. tuliamka Morning Glory. We went to Morning Glory. Tukamkuta huyu anafanya washarati. We found this man adultering. Na maneno sana nasikia kwa mimi mwenyewe ya kwa masikio. I'm hearing those words myself, one on one. Mimi nilichokifanya nilisogea tu taratibu. What I did, I came close to them. Kwa sababu mchungaji Douglas anajua Kiingereza vizuri. Because Pastor Douglas knows English. Pastor Daniel yule anajua Kiingereza. Knows English. Pastor Daniel didn't know English. Aliyekuwa anaelezea ni Pastor Omondi. The one that was explaining was Pastor Omondi. Nikampa kibao vizuri. I gave him a good slap. Na mimi ningefanya. Yes. Nikapeleka kichwa kizuri. Akabadilika rangi. Akawa mwekundu. Kichwa cha jeshi. Akachanganyikiwa anampiga yule namna hii. Alikuwa kama mtu mzima kidogo. Nikamfuata Douglas, nikakamata nikapeleka ndonga nzuri. Nikakamata Daniel nikapeleka ndonga nzuri. Yes. Wakati Mungu anataka wakati Mungu anataka tupambane. Yes. Nikafunga mlango
nikaeka funguo mfukoni mwangu. Kasema mwanaume hajachukua funguo. Mwanaume hajachukua? If you are a man, come and take this key. Wakaniogopa kwa sababu wanajua mwanajeshi. They feared so much because they knew I am a Nikawaambia soldier. sasa muelezeni tabia mlichokuwa mnamuelezea kabla yangu. Now tell him what you are saying in my absence. Hakuna aliyenyanyua mdomo. No one talked anything. Ikabidi nielezee. Then I started explaining. Mzungu akafukuza kama mbwa. That man chased them like dogs. Sasa kwa mazingira yale, In that environment, twende nimalize hiyo. let me finish that. Nikazunguka kuombea watu majumbani. Now I was going from door to door. Na washuhudia, na waambia waende kanisa la jirani. Evangelism to them and sending them to a neighbor church. Katika kushuhudia, In that testifying, nikaenda nyumba ya general. I went to a general's house. Ambaye nilikuwa nakwenda kupeleka vitu, nilikuwa naagiza wakati nilikuwa jeshini. I used to take some things there when I was in the army. Nikataka kupita. I wanted to pass. Lakini kasema hapana, ngoja nisalimie. I said, let me greet him. Nikaigonga pale. I knocked. Afande anayelinda pale akatoka. The soldier at the gate came. Ananijua kasa, He knows me. Opo Finanga. Kopro Finanga. Wafanya vipi? Ulihamishwa kitu gani kabla ya jeshi? Kitu gani? Lakini nataka nimuone mama. Kwa sababu kwa siku baba kama atakuwa ndani kwa muda huo. Akaniambia sawa. Nikaingia ndani, nikakutana na mama, nikamsalimia kama tulikuwa tunasalimiana, nipeleka vitu, tukasalimiana sana. Akaniambia lakini baba yako ni mgonjwa. Nikamwambia kazi yangu ni kuombea watu. I told him my work is to pray for people. Kazi yangu kuombea watu. My work is to pray for people. Nikampa historia namna nilipopona. I told him how I was healed. Sikupaya madhaifu, nimpale. I didn't tell her the weaknesses. I told her strength. Ninaombea watu vichao wamepona. Ninaombea watu ambao walikuwa na kansa wamepona. Ninaombea matatizo wamepona. Ana tatizo gani? What is the problem? Akaenda akamleta na wheelchair. He went to bring with a wheelchair. Akaniambia mzee ndio huyu. Told me mzee. Anaangalia ulini uko utoto natoka. Kaambia mzee, Yesu amekuona utapona. Jesus has seen you are going to be healed. Nilichofanya, What I did, na vijana wangu tulikuwa nao pale, and the young people I was with, nilikuwa Yesu namwambia nakutaka mzima. I called Jesus and told him I want you well. Nikamwambia wanasema hakuna aliyemwona Mungu akaishi. Ninataka nikuone leo na uniruhusu niishi. Kama nikifa acha niangamie, niondoke zangu. Sikiliza kilichotokea. Tukapiga maombi pale. Piga maombi pale. Zaidi ya masaa 3. Mzee akainuka. Mzee akainuka. Akatoa ile tukaanza ile kanisa sasa kwa kinaruda pale. Akatoa vile viti 100 na ile tenti. Mzee akasema nimepona, narudi kazini. Unataka nifanye nini? Nikamwambia mimi sitaki chochote na siombea mtu kwa pesa. Nataka ni mahali pa kuabudia. Na nikamwambia pale kwa yule mama anabali majirani sio mbali sana. Kaambia anakufahamu na akisana mfahamu. Kaambia pale nje yule mama amesema tuanze cha ibada pale. Mama yule akasema kwa hiyo nataka nikisema ukigusa labda viti. Akasema viti tu. Akaenda akaagiza tenti South Africa. Akaagiza viti, tukaletewa viti 100 na tenti tukaweka pale. Ibada ikaanza. Sasa sikiliza, shetani hachoki. Ibada imeanza. Kwa ule muujiza sasa watu wakawa wanatiririka. Mpaka wale kutoka ile kanisa sasa wakaitana wanakuja. Nikauliza mwanangu mmekuja kwa masharati, kwa mzinzi? Wakasema baba tunajua haikuwa hivyo. Tumeona kwamba tutatafuta mtu ambaye anahubiri kweli yote. Kaambia karibuni. Tukalianzisha. Tumekwenda miezi 5 baadaye. After 5 months, siku moja Jumapili, one day on a Sunday, kukaja mavieti. came a V8 mawili magari Bill, yakapaki. Wakaingia. he came in. Nakumbuka I remember siku ile nilikuwa nafundisha. that day I was teaching. Somo moja nilikuwa nafundisha, nilikuwa nasema siwezi kuiacha dini yangu. I can't leave my religion. Na kwa sababu tulikuwa changa,
Because I was Somo here, lile lililenga kwamba watu waache zile dini ambazo wanadhani kwamba zinawafaa, kama ambavyo mimi Yakobo nimeacha, ili waokoke na ili wasimame katika nani? Kristo. Wale mabwana wakashuka wakaingia wakakaa. Nikaendelea kufundisha. Tumemaliza. Wananiambia wewe, samani mchungaji. Ndio mchungaji Mfinanga akaambia ya. Unaomba ofisi ya usalama wilaya. Nilienda huko. Ile nasema sasa koja ni kabla niaje. Kwa mchungaji mmoja pale, hiyo Roda na mchungaji mwingine. Natembea sasa hivi ni marehemu. Jamani ninatakiwa ni ofisa sana. Kuna nini? Jamaa shalichukua sharika kwa gari. Sikapelekwa usalama wa wilaya. Kafika usalama wa wilaya. district of in police. No, so polisi ni usalama, ile usalama yenyewe kule tuna tofauti na polisi. Na usalama wa taifa. Security. Nikapelekwa pale. Watu wa system. Wakanipeleka. Fika pale. Nikakuta wakaanza kutukana. Jamaa matusi sana. Kutukana wewe nini? Unaabulisha watu uchi. Unaabulisha watu uchi. Mimi. Wewe unavua mama zako nguo na unaabulisha uchi. Mimi. Mama zangu naked without anything. Nikajua alisema ni watu nguo ni wale. Sasa nimegeuka kwangu. They came to arrest me because we are doing a worship with naked worship. Yes. Yes. Bila chochote tunasema. They are alleging that we are doing worship as naked, totally. Hiyo ni Jumapili. Kazi wanajua hawafai kazi Jumapili sana. That is a Sunday and these officers do not work on a Sunday. Simu ikapigwa. There's a phone that was made. Afanye moja kasa huyo mpelekeni makao makuu. One afande say take that one to headquarters. Nikafika pale nikakuta mijitu imestapakaa. Imekaa vizuri. I found fully officers with all the hands. Wewe unachungulia bibi zako na mama zako unaambia wakae uchi. Alafu na watoto wadogo wakiwa wanaangalia. You are causing women, your mothers naked while their children are looking. Sikizeni mwana. Let me tell you. Wakati wanatukana. When they are abusing me like that, nisikia tu sauti inaniambia I heard a voice. Usijibu. Don't answer anything. Nikaanza kunena kwa lugha. I started speaking in tongues. Napambana. I'm struggling speaking in tongues. Speaking in tongues. Fana moja akasema, "Pata wewe kwa mwanajeshi." One afande said, "Why you are in the army?" Kwa hiyo unaenda kutafuta hela kwa design ya kudhalisha wakesho. So we went to look for money by stripping off our women. Kumaliza. To shorten the story, Akafungua drawer. he opened the drawer. Akanirushia barua. He threw to me a letter. Barua inasema kuanzia sasa nimefungiwa kufanya huduma kabisa na siruhusiwi kuendesha kanisa maeneo yale. The letter was I'm restricted completely not to have a church in that area. Kanisa likafa kwa njia hizo. The church was closed in that manner. Sina pa kwenda. I don't have anywhere to go again. Yule mama akafa. That mother who had received me died. Kwa maana nikabakia na familia ya watoto watatu wa yule mama. I remained with the 3 children of that mama. Ndio kisa cha kuja Shalom, kapata nafasi ya kuja Shalom. That's when I got a chance to come at Shalom. Hello. Nikakwenda. I went. Kazi kaendelea. We continued to the work. Sasa nyingine ni aibu. Nilikuwa na mchungaji peke yake ningeongea. If we had only pastors, I could talk this because it's very shameful. Nikapitia mateso zaidi. I went through hard time. Kumaliza. To shorten it, Kanisa la mwisho. the last church Ambayo kuna kufanya. Ambako kulikuwa na huduma. where I served.
rafiki yangu anajua tunakwenda sana, anajua story vizuri. My friend knows because we walk with him so much. Nikafika nikamkuta mzee. I went there and met an old man. Ni mzee wetu tunampenda. This old man, we love him. Hatuna shaka naye. We don't have any doubt with him. Hata rafiki yangu anajua nampenda. Even I know my friend loves him. Ananiambia kwa kweli una moyo. He always tells me you have a heart. Akaniambia Mungu amesema naye. He told me God has spoken with him. Aniachie kanisa pale mjini. So that he can leave me with the church in the city. Yeye anakwenda kijijini. He's going to the village now. Akaniambia ni Mungu amesema. He told me God has told him. Kanisa hilo wakati analo kwa miaka 10. That church he has overseen it for 10 years. Ina washirika 7. For 10 years he has only 7 members. Ukichanganya yeye na mke wake. 7 members including him with his family members. Nilipofika kwenye kanisa, When I went to that church, yule baba anachopendea. one thing I love about that man, he really hata teaches. pastor anamwambia kila siku kwamba huyu mzee hata kunakuja kuja sio nataka nini, akamtuma akamwambia huyu nampa bure. I told him I give this old man free of charge. He has good teaching. I love how he teaches. Nikamwambia huyu baba katika yote na madhaifu yote. I told him this father with all the weaknesses he has. Nikifika mbinguni nikamkosa. If I go to heaven and I miss him there, nitaumia sana. I will be pained. Kama kuna kuumia. If there's big yule pain baba, there. baba anampenda Yesu. Because that baba loves God. Neno lililonyoka kama karatasi. He teaches a right doctrine. Maono ya kulea huduma tu bahatimbaya ndio hakuwa nayo. The vision to bring up the church is maybe what he didn't have. That's the only bad thing. And I don't think that one can hinder somebody from going to heaven. I believe one day I'll meet with him in heaven. That old man, he was sick. I purposed to take him to the hospital and treat him. Hear this testimony so that it can build you. I told him, I cannot take you to the village. Let's stay here, all of us. I'll be a pastor, yes. You will be my bishop. When you get healed, I'll look for you a place. I build a tent so that you can go there in your old days, you may not suffer. I told him the second thing. He had a plot, but he had a mud house. I told him I will change that house for you. That time I don't have any house of my own. How am I going to live in a good house when my bishop is not living in a good house? I went and built for him 3-bedroom house. I started a Bible college there. We had a big place and my colleague and uncle was selling it. I started looking for ways to buy that place. His church of 7 people, after 3 months we were 100 people. Within 6 months we were more than 100 members. And I said, let us build a flat. Because the place was small. Let us have offices down, and then upstairs we have the church. I destroyed the structure. People are still coming. Music standard. Everything is going on well. We are destroying this one so that we can build a good thing. Because I'm not making a contribution to eat with my family. I have an envelope here. Whoever wants to give $1 million, please come forward. Who wants 500,000? Come forward.
laki asogee. Who wants 100,000? Come Hata nyinyi forward. ambao hamna mtasogea, lakini subiri ninataka hao. Even for those who don't have weight, I want this one Tulijenge first. kanisa kwa haraka. So that we can build this church so quickly. Watu wakaja kupigana, wanapigana kuchukua bahasha. People came fighting to take the envelope. Mama askofu akaangalia kaza, Miss Bishop looked and said, huh? kumbe kwenye kazi ya Mungu kuna pesa. You mean in the God's work there's money? Wakatamani. They started admiring it. Siku moja nimeotoka. One day I had gone out. Huyu mwanangu besa alikuwa mwanangu alikuwa mwanangu wa kuzaa Roda ambaye ni mchungaji. This my daughter, this Pastor Roda, Akaja kwa maandalizi ya kuolewa. he was preparing to get married. Ile Jumapili, That Sunday, asubuhi yake kuna watoto wangu kiroho kwa kule kanisa la kwanza. in the morning, my spiritual children from the first church, walifungua kanisa, wataka niwaekee mikono. they had opened a church and they wanted to lay hands on Sikuabudu them. kwenye ile kanisa. I did worship with them in that church. Nikamwambia askofu I wangu, told my bishop, na kuomba askofu nisaidie kuhubiri. I'm asking you, Bishop, Sitakuwa Jumapili. preach for me this Sunday because I'll not be in. Wakati nimeondoka na najua sipo, When I had gone to minister the other church, now I'm not there. akaja mama moja He came one mama ambaye sio mshirika. who is not a member in the church. Nasikia alikuja wakati watu wanaabudu. He came when people were worshiping. Akaanza kuruka kutoka mlangoni. He started jumping from the door. Akamnyang'anya Mike leader alikuwa analidi praise. Akaanza kusema Bwana wa majeshi asema baba ya kwamba The Lord of hosts said, kanisa hili, this church, Mfinanga lazima Finanga must awe mchungaji msaidizi, be assistant pastor, kwa sababu because asipokuwa msaidizi if you don't be na assistant kanisa inaenda kufa pastor, yote. all churches are Hili going ndilo to neno die. Mungu anasema. This is what God is Kwa hiyo saying. sasa So now, askofu atabakia kwa mchungaji kiongozi Bishop wa will kanisa be the hili. senior church of this church, the senior pastor of this church. Hello. Watu tunapitia majaribu mnasusa. Usitaka wapi? Hii kazi ya Mungu msirudi nyuma. I'm not going back. This work of God will pass a lot. Tunabanana mpaka tunaingia mbinguni pamoja. Sikubali kurudi nyuma. In the name of Jesus. Nini kikatokea? What happened next? Baada ya yule mama kusema vile, After saying like that, mke wangu alibakia kanisani. my wife remained. I left my wife in the church. She was present. Yeye huwa haongeagi. She doesn't talk. Haongeagi. She doesn't talk. Tokea tumeanza fikiri leo anafahamu sana. Haijawahi kutokea historia mama mchungaji akakizana na mshirika. Kwangu haijatokea. She has never crossed with any member or Miss Pastor has said, has done. Akipatwa na tatizo ya kwenye magoti, If she finds a problem on her knees, haijawahi kusimama kanisani. Hawezi. she can't. Hawezi. Sasa akasikiliza pale. She heard what was being said. Anasema Roho Mtakatifu akamwambia, She said the Holy Spirit told her, kuna shida. now my wife, there's a problem here. Sasa mimi nikaendelea kule, nikalipotoka kaenda kule kwa Roda, tukamaliza. Nikarudi nyumbani usiku kama saa 6 usiku. When I finished on the other side, we went to Rhoda's place. I came back home very late. Shalala. Mama shalala, kalala. My wife, I found my wife asleep. I slept. Akaamka asubuhi. In the morning, Mimi nataka kwenda kwenye shughuli zangu, lakini naomba uamke tuongee. she told me I want to go to my errands, but I'm requesting you wake up so that we have a chat. Akanieleza haya yaliyotokea kanisani. She explained everything that had happened in the church. Nikasikia moyo umekatika kabisa. My heart was broken. Nikamwambia kusikia hivi kuna shida iko ya I kweli. told her to hear this, there is indeed a Na big nikamwambia problem. kwa sababu leo ni Jumatatu, kipindi cha chuo cha kwanza ni cha kwangu, cha pili cha askofu. But because it's a Sunday, Ni Jumatatu. it is a Monday now. Sasa Jumatatu kwenye chuo mimi nilikuwa naingia kipindi cha asubuhi, kinachofuata askofu anaingia. I was kwenye going for the chuo. first session, and then the second one was for Nikamwambia nitamuuliza askofu I told her I will ask Bishop kuhusiana na huu nabii. through, about this prophecy. Nilipofika
darasani ukakuta wanafunzi wote wanalia. When I went to the class, every student was crying. Unalia nini? What's the problem? Unaofahamu unabii uliotoka jana? Do you understand? Are you aware of the prophecy that came yesterday? Miongoni mwa yule alikuwa Febroniano kama nakumbuka. Alikuwa namba tu katika wale 7 tulimkuta. Alafu na kile chuo ndo na Sara dada yangu ameokoka. Yuko sasa yuko kwenye chuo. Ametoka kwenye Islamu sasa. Wote nakuta hapo kama wanafunzi 30 wanazunguka huko. More than 30 students complaining, crying. What's wrong? Our session will end without teaching. Tujadili unabii wa jana. Nikamwambia kama Mungu kasema tujadili, wakaniambia sio Mungu. I told them what God is saying. Let's do it. They told me that was not God. Nikamwambia mimi sijui kama ni Mungu, sielewi. I told them I don't know if it is God. I don't know if it is Kama sio Mungu sielewi. I don't understand. Sijaomba. I have not prayed about it. Na wala sijasikia sauti. I have not heard the voice. Ninachokifanya, What I know, namsubiri baba. I'm waiting for my dad Aje tuombe. so that he can come and we talk. Tulieni tujifunze tumalize. Calm down, let us study. Wakakubali kutulia wanisikilize. They accepted to calm down and we had a Wakati study. namaliza askofu akaingia. When I finished the session, Bishop came. Kaingia ofisini. We went to the office. Mimi nikamaliza kipindi. He went to the office. I finished the session. Askofu, I told him, Bishop, nasikia jana kumetokea nabii. I hear that yesterday we had a prophecy Kwamba ninatakiwa niwe msaidizi wako. that I'm supposed to be your associate. Kabla ya yote, Before anything else, nataka nikuulize. I want to ask you, Umeuamini huo unabii? do you believe that prophecy? Akasema, He said, kuna nabii nyingi zimetoka siziamini. we have a lot of prophecies that has come, I don't believe in it. Lakini katika nabii huu, But in this prophecy, this one, this prophecy, katika nabii huu, among all the prophets, this one, nikamwambia, I believe it. kwanza nilipatwa na uchungu. Hiyo ni sema kweli. I was hurt, to say the truth. Uchungu mkali sana. I was really hurt. Lakini niwaambie ukweli, uchungu wangu ulikuwa hivi. But my hurting was this. Ambayo nilimwambia huo uchungu wangu. And I told him my hurting. Nikaanza kulia. I started crying. Mimi ni mgumu sana kulia. It's so hard to sit and Saka cry. watu wakiomba wakilia na mimi namuombaga wenzangu wanaomba wanalia na mimi namwambia kama Mungu naomba unisaidie na mimi nilie kama. When we are praying, my fellow colleagues are praying, crying, I normally ask God to help me at least pray as I cry. Kwa sababu mimi naona wanapolia kama wamezama zaidi. Because I normally say when they cry in their prayers, they are really deep. Hata kanisa kwangu nashuhudiaga sana nikula. Even in my church, I normally tatu kavu. fasting 3 days. No food, no water. Mungu na mimi nipe unyenyekevu kama hao wanavyonyenyekea. Wanalia mbele zako, wanalalamika. Natamani. I'm desiring. Wakati wa bado natamani kwa sijapata. I was still desiring, but I had not gotten it. Nikasikia machozi makali sana. But there was so much tears. Na machozi yale kunirudia tena. And I've never cried like that. Yalikuja kumrudia tokea 2009 ile toka 2009 yalikuja kumrudia 2020. I witnessed it in 2019 baada ya mamangu kufa. after my mother had passed on. Na tutauliza kwa nini nililia. Sitakwambia, nitakwambia siku nyingine. You will ask me why I cried, but I'll not tell you. I'll tell you another Wacha day. wafuasi gani wako wao. Lakini na imamu nilimpenda kuliko mboni ya jicho la mtu yote. Nikikuona unamdharau mama yako, hakuna kitu kinachoniuma kama hicho. Maisha yangu yote. I love my mom. Mama, ninakuwa kijana niko darasa la 4. Mama hana hata jino moja, kashakuwa mzee. Lakini I make sure ninasoma, ninavaa. My mother made sure that I go to school. I believe when she was very old. I love my mom. Amen. Hata kama kwa kabrini I love. Amen. Sijui nikueleze mfano wa mama sina. Lakini watu haelewi kwa nini. Hata kanisa sasa
Yule mtu akikumbuka mama yake analia. Mimi naweza kaanza kusimulia hivi nikaanza tu kulia. Sio kama na uchungu, ule uchungu wa kipepo. No. But I remember the love. Alimpenda. Lakini najiuliza mama mzee alifanyaje kunisaidia akafikia level hii. Kwa hiyo kilichotokea sasa, what happened? Baada ya pale askofu aliniambia vile. After Bishop telling me that, nikalia nikamwambia askofu, I told him, Bishop, ninalia kwa sababu I'm crying because nimetoka kwa huyo wa kwanza. I've come from the first one, ministry ya kwanza. The first ministry. Nikasema ni wabaya. I said they are bad. Nimetoka ya pili. I came from the second one. Nikasema ni wabaya. I said they are bad. Nimetoka ya tatu. The third one. Nikasema ni wabaya. I said they are bad one. Leo natoka ya nne. Now this is the fourth one. Nitamfundisha nani injili atakayenielewa? Who am I going to teach the gospel and kama mimi nimeshindwa kuishi na nyie? If I fail to stay with nani atasikiliza injili you? Who will hear me? Nani ataniamini tena? Who will believe in me? Kama umenipa mateso ya moyo. I told him, Daddy, you have hurt me. He told me, but God has said. I found him when the ministry had 3 churches, 3 branches. I became Secretary General. The old man cannot go anywhere. I opened 31 churches in 1 year. 31 churches. 1 year. I found Bishop with 7 members. Now we are almost 200. People stand outside because the place is small. From 7 churches, we have that 1 churches now. What kind of God has come to say such a man of thing? He didn't answer. If you don't have an answer, the second question. You told me God has told you. You followed me at my home. You told me God has told you to go back in the village. Then I asked him, is your God become a chameleon? He told me, now there I don't have an answer for you. What I know, God has said, you become a social person. I asked him, you mean the other time he didn't talk? He didn't say anything. He didn't tell you. I'm a tough person. So tough. My friend knows me. My fellow bishops knows me. Where I am. But I kept quiet. I said I'm not going to say anything. Bishop, let me give you time to pray about this. From today Monday. Because you are saying it is God who told you this. I'm giving you away. All the sessions through the week. And the end of the week. I've left it for you. I'll be in the church. I'll come. Whatever you plan, I'll do. I'm giving you 1 week. Listen to the voice of God. He told me okay. He told me on Wednesday it was a day for the youth. He asked me, then Wednesday don't miss to come and speak to the youth. I came and preached. On Sunday, he preached. When I was seated like my brother is sitting with my wife there, Bishop brought a message. He took me back to
Mawalo. Akasema kuna watu. He said there are people. Anahubiri sasa. Kuna watu. He's preaching now. He said wamepewa vipawa. They have given gifts. Wamepewa karama. They have talents. Wanazo. They have it. Lakini but wanazitumia vibaya. They are using it wrongly. Hawataki kushushwa. They don't want. Hawataki kushuka. They don't want to come down. Sasa. Now. Nataka niseme. I want to say this. Ukifanya hivyo. If you do like that. Mungu atakuacha. The Lord will lead you. Mwisho wa saa. Now after it. Kumaliza hayo. Afterwards. Akaambia kanisa. He told the church. Bwana sikilizeni. Listen church. Jumapili iliyopita msikia unabii. Last Sunday you had prophecy here. Na mimi nimeshaongea na mchungaji hapa. I've talked with the pastor here. Kwamba amekubali kuwa mchungaji msaidizi. That he has accepted to be associate pastor. Apite madhabahuni yeye na mke wake. So let him come with his wife to the altar. We pray for them. Ukaomba kanikanyana. My wife stepped on me. Nikamwambia, what's happening here? I told my wife, this is a lie. Akaniuliza tutafanya nikamwambia tuende, lakini kila atakachotokea mkono anaomba tunafuta. Anajua vizuri. Tunafuta. I told her, let's go, but whatever he prays, we will be canceling it. Kuna wachanga. She asked me, why should we do this? I told her there are so many new members here who have just received Christ. They believe us so much. Na katikati yake kuna Waislamu. And in the midst of the members, we had Muslims there. Na kulikuwa kuna wageni wamekuja zaidi ya 8. And we had more than 8 visitors. 4 wakaokoka pale pale. 4 of them received Christ that day. Sasa nasemaje hapana? So how can I stand and say no? Kamshika mama mkono. I held her hand. Tukapiga magoti. We came and knelt on the altar. We prayed. We were prayed for to become assistant pastors. I don't know what he said. I don't remember. What I was saying, whatever he said, I say I'm canceling it. I'm canceling it. I don't know what he said, but I was canceling it. When after that I went to him again, I asked him. I told him I'm grateful for the few moments of time we have been at your place. I've been in class. I thank God that I have finished the class. I hear the voice. Whatever I have bought with my money that has not come from the members. I had bought the instruments 10 million. I bought chairs 150. Going to my account, I took all of it. He said, we can't stay here, there's no sound to music, there's no chairs. In the office I put nice chairs, nice seats. I was building a nice office, an office for my bishop. Nimefika hajasajili ministry nikapambana nikamtengenezea katiba nikamtengenezea kila kitu ghafla sasa nikamwambia baba sitakunyang'anya chochote. I told him I'm not going to take anything from you. Sasa hivi hata chochote ndicho hata kalamu anything even a pen iliyoko hapo siokoti tena. That is in this office I'm not taking it. Mimi ni msomaji wa vitabu. I am a good reader. Lakini hata vitabu naomba mtasoma. Even the books I'll leave it here. Kaondia sijasusa. Sile kwamba mtu una hasira kwamba sasa sitaki yani si unahitaji kwa Kiingereza tu. Ngambia sijasusa wala ambao Kiswahili basi poleni. Nikamwambia sijasusa. Nikamwambia mimi nakuachia. I'm not doing this arrogantly, but I'm leaving everything to you. Lakini but sitakuwa tena mchungaji. I'm not going to be pastor again. Nimeamua I've decided kuwa mwinjilisti. To be an evangelist. Na sitaabudu kwako. And I will not worship here. Ila neno moja na kuamini. One word I'm trusting you. Na kuhakikishia. I'm assuring you. Sitarudi nyuma. I will not go back. Ila sitakuwa mchungaji. And I'm not going to be a pastor. Nimeumizwa na kutosha. I've been hurt
It is enough. Nitahubiri injili kila kona. I'll preach the gospel every corner. Lakini kuhakikishie, But let me assure you, mchungaji wangu nitakayempata, the pastor that I'll find, ambako nitaabudu, the place I'll worship, nitahakikisha kwamba sehemu ya maisha yake nusu inatoka kwenye maisha yangu. I will make sure the half of his life comes from me. Kwa sababu mimi nimeteseka. Because I've suffered. Mchungaji wangu atateseka. My pastor will not suffer. Akaniambia, He told me, sikutegemea maneno yako kutoka kwako. I did expect such words from you. Nikamwambia umeharibu. I told him, it is you who have spoiled it. Kufundisha uongo madhabahuni, To teach a lie and speak lies on the altar. sitakubali mbegu hii ije kwangu. I will not accept that seed to come to me. Kwa naondoka. I'm going. Mzee akaanza kulia. He started crying. Kalia. He cried. Nikamwambia, I told him, babangu nisamehe. my dad, forgive me. Huu ni wakati wako wa kulia. This is your time to cry. Na mimi si nalia, ni mimi nilia. I don't know what you're crying. Ni watu watanielewaje? I don't know how people will understand me. Lakini sasa wewe lia. But you cry. Nikaingia kwa gari yangu. I went to my car, drove off. I went. Ulifika nyumbani nikamwambia mke wangu, Reaching home, I told my wife, utalala chumba kile, you will sleep in that room, watoto kile, the children in this, mimi nitabakia huko. I'll remain here. Sijui nitamaliza lini kuomba. I don't know when I'll finish praying. Ninachotaka nikione ni kila siku saa 4 usiku. What I want is that every day at 10 p.m. Kwenye mlango wewe weka, usifungue mlango wangu wala usiguse mlango wangu. Weka maziwa hapo na maji ya moto ya kuoga. Don't knock, don't open, but put milk and water for my bath. My bath. Mwezi wa kwanza, First month, mwezi wa pili, second month, mwezi wa tatu, third month, siku 90. 90 days. Mama akachanganyikiwa. My wife got confused. Huyu mtu atafia ndani. This man is going to die inside there. Niulize alikuwa naomba nini? Ask me what was I praying for. Ndio mchungaji sahihi. Give me a perfect pastor. Lakini hii neema ya kuhubiri injili kama mwinjilisti na yeye nipe. Give me a good pastor. Lakini This grace of preaching the gospel. Lakini unipe moyo wa kusahau uchungaji. But give me a heart to forgive a pastor. To forget. Sasa miezi mitatu ikisha nikatoka. Miezi mitatu ikisha nikatoka. After 3 months I left. Nilipotoka majamaa wakaniita kwenye kanisa lao. I was called to their church. Huyu jamaa rafiki zaidi ya miaka 20. This is a friend for more than 20 years. Wakaniita kwenye kanisa lao. They called me to their church. Wakaniambia Finanga. Told me, Finanga, Wewe uje tuwe pamoja? you either come with me together Ama or fungue kanisa. you open a church. Kaambia nimesikia. I told them, I've heard you. Kutoka pale na kwenda njiani na kemea kwa jina la Yesu. When I left them, I started Kwa sababu rebuking nikienda that in the kanisa name of ni kwao, Jesus. hawatanikubalia kuwa mshirika wa I knew if I go to their church, they will not accept me na to be mimi a swala member. kuanzia kanisa sitaki. And I don't want to begin a church. Kumaliza story. To finish the story, Ilikuwaje sasa kabla kwenye uchungaji? what happened that I came back to Ni become story a very pastor? interesting. It's an interesting story. Nikarudi tena baada ya kuongea nao, kanishawishi sana, wakanifuatilia kwamba jamani, usiache, una karama, una vipawa vinakufa, usifanye hivyo. Wakanialika na kaenda kuhubiri kanisani kwao na nini. Sasa nikarudi nikasema hapana, sasa nijifungie tena niombe. Sio kwamba naomba tena nirudi kwa uchungaji, niombe tu, nasikia tu kuomba. I just had to go back and seek God and pray. Not to become a pastor, but I just felt like I need to pray. Ila nikasema sitajifungia niache familia yangu. But I said I'm not going to lock myself out from my family, but we are going to be together. Jambo la kwanza likatokea. Namaliza mahubiri yangu. What happened? The first thing, tumetoka sehemu inaitwa Tegeta, tumerudi nyumbani. we came from Tegeta, we came back home. Tukafika usiku. We reached at night. Nyumba imefungwa na chumba chetu kimefungwa kabisa, hakuna sehemu ya kupenya chochote. The house is closed. Every place is locked. We can't get through. Tukakuta kuna njiwa. Kwa ule njiwa ni We found a dove. mweupe sana, iko kwenye net. A white dove in the net. Mkapa
Akamwona niliwasha taa. My wife saw it when we lit the lights. Tukaanza kuulizana. And we started asking ourselves, Njoo katoka wapi? where has this dove come from? Mshio anaweza kutumiwa vibaya na wachawi. Dove can be used in a wrong way by witches. Kama akaniambia, My wife told me, tusikemee. let us not rebuke it. Mimi namchukua njiwa. I took the dove. Kama ni pepo, If it is a demon, tutajua. we will know. Kama ni Mungu, If it is God, tutajua. we will know. Akamchukua, akaenda naye, He picked the dove, akamweka kwa uwanja pale nje. went and put it in the Kwa uwanja field, pale nje kabisa in the katikati. field outside. Akasema nimekuweka njiwa hapa. She said, I am putting your dove here. Kama umetumwa na Mungu, If you have been sent by God, na ni ishara ya kimungu, and it's a sign from God, saa 2 nikukute. at 8, let me find Kesho you. yake asubuhi sasa naambia. The next day, nikukute na njoo kupita watu njoo mgeni hawezi. Kama nikukute, let me find you here. na mpaka nikuruhusu uondoke. And until I allow you to go, Tukarudi tukalala. we went. Saa 9 tukaamka kwenye maombi. We woke up at 3 to pray. Asubuhi tumeamka, tumezunguka, tumekunywa chai. In the morning, with some work, we had tea. Njiwa yuko pale pale. The dove is still there. Mama kaenda kamnunua. My wife went and took it. Akamwambia najua umetumwa na Mungu, nenda. Told the dove, now I know you have been sent with God, by God. Hicho Go. kitakachotakiwa tuko tayari. What you want, we shall be ready. Nini tayari sielewi. Na wale What she's saying ready, I don't know. Njiwa akaondoka. The dove went. Maisha yakaendelea. We continued with the life. Nikalala usiku siku moja. I slept at night one day. Nikakutana na Yesu mwenyewe. I met with Jesus himself. Tukawa tunacheza. We were playing. Tunaviringika, yani We are rolling. hii inakuwa hivi ya kuonyesha. Yani mimi tuko kwa uwanja. Mimi nakwenda hivi na anakwenda hivi na anakwenda hivi, tunakwenda tunapishana. Tunakwenda tunafika kwa uwanja mwisho. Playing with Jesus, rolling over one another. Tunarudi. Nikawa nimepata furaha sana. And I was so excited Kwenye ile ndoto. in that dream. Lakini mwisho wa yote, At the end of it, nikasikia watoto. I heard children. Nikasikia mfanyakazi wa ndani. I heard a worker Na mke wangu. na my wife. Wanapiga kelele ambayo sio kawaida. They are making noise that is not normal. Wanasema kuna mwanga, wanashindwa kuona, wanakemea. They're saying there's a big light that they can't understand. Mimi nauliza nini? I'm asking them, what is it? Naambia mke wangu hapana, usipige kelele, yuko hapa. My wife, don't shout. Watu wameshakimbia nje na kule sababu watu wanaogopa nje usiku. Lakini watu washatoka nje. People have come to witness what is it. My wife is shouting. Lakini wakati ule wanapiga kelele. As they were shouting, Kabla nisijaamka, I had not woke up from the dream. akaniambia, She told me, kesho ni Jumapili. tomorrow is a Sunday. Nenda kwa Askofu Rasa. Go to ask for us. Yule ambaye sasa ndio na yule aliniambia The bishop that now I'm with. Nikaondoka. Yule ambaye anasema nampenda sana. The one that I'm saying I love you. Ukifika pale, when you reach there, mwambie akuwekee mikono naenda kuanza kanisa. Tell him to lay hands over you. You are going to begin a church. Nikamuuliza, I asked her, mimi kanisa wapi? which church? Na wakati nimefilisika. And that time I'm broke. Mama sasa ni mjamzito. My wife, she's pregnant. Tunakula sijui unajua tembele hii. We are eating tembele. Yes. Ndio tunakula. Na mama anaambiwa hana damu. My wife, they have told her she doesn't have enough blood. Hapo katikati Mungu alifungua milango ya hela. God opened the door for money. Nikawa naendesha maprado. I was driving Prados. Nikawa naendesha mabenzi. I was driving Benz. Nimekoswa risasi mara hizi. Nimetafutwa risasi mara 3 nimehepa. Zinapigwa zinanipisha. They are shooting. Zinapigwa zinanitisha. They are trying to shoot me but they didn't get me. Na moja ya mwisho ilitokea mpaka kwenye magazeti ilitoka sana. The last one, it was even printed in the newspapers. Because it was not something normal. Sasa kumaliza hapo nikaambiwa kwamba uende. I was told to go. Na hapo sasa nianzie kanisa, sina hata shilingi 100.
I don't even have hapo nimeshakaa sijaenda kanisani na mkono labda kwa wao walinilazimisha. Nina miezi na kutoka kuna kanisa lilikuwa jirani sana kwa kwangu. Hawanijui. Na kwenda pale na abudu. Nimevaa kofia nimevuta mpaka hapo. I was going to a new church where I'm not known. I was going there with a cape so that I sema simameni kuombea watu. Nimekimbia Wakenya wasikaribishwe nimeondoka. Kwa wale ndio kidogo nilikuwa nakaa kwa sababu wananifahamu na wananilazimisha. When I could visit them, I could stay longer because they knew me and they used to force me to stand. Miezi 7 sina chochote nachokisema. 7 months I don't have anything. Yule jamaa, mimi nakula kwanza kanisa wapi? Pesa iko wapi? Where is money? Sina hata shilingi 100. I don't have even one. Nikiwaambia sina hata shilingi 100, ulizeni wanajua historia hiyo. Ask this man. He knows all this story. Nisemeje? Benki wameshakaa dormant wamefunga. Everything is locked. The account is locked. I don't have anything. Nenda kwanza kanisa wapi? How am I going to begin a church? Anambia mimi nimeshakwambia nenda kesho tuanze kuwekea mikono. My wife told me, I told you, go to Bishop, let him lay his hands to you. Nenda Mwenge. From there, go to Mwenge. Nitakuelekeza pa kwenda. I will show you where to go. Nikaenda kweli mkati. I obeyed. Kafika kaambia mzee, nimekuja na familia yangu niwekee mikono. Mzee, I've come with my family. Kama Mungu anaruhusu pray for me. If God allows, I open a church. Akaambia sana nikapiga magoti, baadaye kaendelea nikaa kwenye ibada. Akaniita pale mbele na akatoa watu washapungua sana. Akaniita nikapiga magoti nikaombewa. Nikamaliza hapo nikasema nisikia sauti niambia niende sehemu fulani. Nikaondoka. I prayed and I heard a voice telling me to go a certain place and I went. Niliondoka na watoto wangu wa kiroho. I went with my spiritual children. Nimefika Mwenge sijui nakoelekea. I went to Mwenge but I don't know where I'm going to. Mpango wa Mungu kuna naweza kuzuia There's nothing that can stop the plan of God. Kaona watu wanashuka wanakwenda kwenye kanisa moja la Effort. I saw some people alighting and going to a certain church. Sauti kaniambia hata unatakiwa ushuke uende hapa. The voice told me you are also supposed to alight and go with them. Ni kanisa sasa kuliingia maisha yangu yote. Wala si. It's a church that I had never gone to. Na wala sikuliwa nalifuatilia. I had never followed them up. Kumaliza kuingia kwenye ile kanisa. When I entered that church, ni kanisa kubwa limejaa sana. Some big church and hakuna sehemu ya kukaa kwa kuna kongamano kubwa sana. There's no place, there was multitude of people. Akaja binti moja. He came one daughter. Wakati kina Antoni wale. Akanichukua. Akaniambia wewe njoo nyie tafuteni tu sehemu msimame. Wewe njoo akanipitisha mpaka kwenye kiti cha mbele pale. They took me to the front seat. Nikasema hapana amekosea. I said kwa sababu mimi sijui yote hapa. I don't know anyone na here. kujaje kukaa kwenye viti vya How do I come to sit in the front seat? Ya maapostoli hawa. The chairs for the apostles. Haiwezekani. It's not possible. Wakati wa praise wanaabudu. That time they are worshiping. Akatokea mtu mmoja anaongea kwa Kiingereza kwa sababu mimi wanapenda kuabudu. They came one person talking in English. I just love worshiping. I don't want to worship. When people worship, I just love being quiet in that presence. Lakini nimetulia kuna akili inaniambia. But in that calmness, something's telling me. Utaondolewa sio kwako. You will be removed on this chair because it's not your place. Nikasikia mtu anatoka kwa madhabahu kule, nasikia sijaangalia. Somebody came from the altar but I didn't open my eyes to see. Anasema kwa Kiingereza. He's speaking in English. Kwa sauti kali sana. In a very thunderous voice. Kuna mtu amekuja hapa. There's somebody who has come here. My anointing. To tap the anointing. Where are you? Uko wapi? Where are you? Uko wapi? Where are you? Uko wapi? Nisijui sijaangalia. I have not opened my eyes. Nilikuja tu kusikia mtu kashika kwenye miguu. I heard somebody hold my feet. Upako kanipata nikadondoka. And the anointing came upon me, I fell down. Ule bwana akasema. That man said. Na akatuona mwingine ameshakuja ameshika miguu yangu yule ni mtume. And the other one came and held my feet again. Na ni watumishi wakubwa sana. And they are great servants of God. Ule bwana akasema. He said. Wewe ndiye ulitumwa. You have been sent. Kutoka Uingereza kuja kwako. I was sent from England to come for you. Sasa. Now. Mungu anasema. The Lord said. Nenda kaanze kanisa. Go begin a church. Nimetoka pale siku ile.
I went out after that day. Kesho yake The next day, kuna mama aliwahi kumwombea, alikuwa anaishi Uswizi. there is a woman I had prayed for from Switzerland. Na Mungu akamponya vizuri, The akarudi Lord Uswizi. healed her. She went back to Switzerland. Nikamsahau. I forgot about Yule her. mama akaja akaanza kuzunguka kunitafuta. That mama came and she was looking for me. Yule mama alipofika akaniona, akakuta nimekonda sana. When she found me, I was very thin. Akaniambia nimeenda kanisani pale, mambo haupo. She told me I went to Mama the Rose, church. I was told you are not there. Akasema nimekonda hapo, sasa kilichotokea ni nini? What happened? Mbona umekonda sana? Why are you in this state? Nikamwambia sijamwambia kusoma kanisa. Akaniambia mimi nina uwanja, nataka nikupe uanze kanisa. I've not told her about a church. She told me I have a place. I want you to come and build a church. Akaniambia ingia kwenye gari. She told me come in the car. Akanipeleka maeneo matatu. She took me to 3 places. Akanionyesha la kwanza, la The pili, first place, the second place. la tatu la Waislamu The sana, third place is in the area of Muslims, ambako nilikuwa kuanzia kanisa. where I had begun a church. Eneo hilo halijawahi kuwa na kanisa. That place had Miezi never sita. had a church. Never ever. Huyo anafahamu. Haijai. Ile eneo la kwetu kanisa la kilokole wanafungua na wanafunga, wanafungua na They open a church, they close. It has never had watu a church. wakaniambia usichague pale. People told me don't choose that place. Mimi nikaambia sasa hivi sina hata pa kuishi, mambo ni I magumu. told them I don't even have a place to stay. Life is hard. Hapa kuna nyumba, ameniambia, na nyumba amenipa. Here there is a house. She has promised me she's giving me a house. Kwa hiyo nitapata pa kuishi. Where will I get a place to stay? Watu wakaniambia lakini kanisa haliwezi hapa. People told me this place the church. Wakanipa mifano ya watu You cannot have wakubwa a church. wenye pesa walishinda, wakasema hapa ni kwa wapemba kutoka Zanzibar, hamwezi kukaa hapa. You won't be able to stay here. Nikamwambia naanza. I told them I'll begin a church. Akanipa eneo, akaondoka. She gave me the place and she went back to Swiss. Siwezi kununua hata kitu kimoja kama I hicho. can't even buy a one single chair. Nikachukua mikeka ile. I took Kama ile ya Kiislamu, ile mikeka wanakalia chini. mats. Nikamwambia mke wangu na dada yangu yule. I told my wife and my sister. Kina Antonio ndio walinifuata, kama huyo walikuja. Tukakaa pale chini na mimi nikasimama, nikaanza kuhubiri. I started preaching. Uko wazi sana kwa sababu neno lake lilikuwa In the open place. Waislamu wamenizunguka hapo. I'm surrounded with Muslims. Wanatuzomea. They are ridiculing us. Nikaendelea. I continued. Lakini mpaka leo tunaongea. Up to today as I speak now. Tuna zaidi ya makanisa sana, karibia 50. We have almost 50 churches. Makanisa 15. Dar es Salaam alone we have 15 churches. Kutokea hapa. From that place. Kutokea? From that place. Sio, mmenielewa vizuri. Kwa hiyo kuna wakati unadhani madhaifu yako ni tatizo. This many times you think your weakness is problem. Na Mungu akaanza, baada ya kufungua hiyo, Mungu akaanza kunipeleka tu nchi tofauti. From there God just started taking me from different nations. Siku moja hiyo ni shahidi, akaja bwana mmoja akalazimisha, akaniambia nataka uende Amerika. One day the someone came and told me I want you to go to America. Naendaje, sina hata shilingi 100. Nitaendaje Amerika hata sina shilingi 100. Alafu natakiwa nilipie visa shilingi 360 ya Tanzania. Nilipie visa ya laki 300,000. Tulikuwa na wageni kutoka South Africa. We had visas from South Africa. Kila Sunday. Sasa wale wageni, sasa wageni wenyewe nawahudumia, sina hela. I don't have any money. Sasa tena wewe unaniambia lazima uende. But they are forcing me Nikakataa. must to go. Akaja akamwambia mke wangu, akamwambia mumeo hana imani. They went and told my wife, your husband doesn't have faith. Nikarudi ndani nikaomba. I went to pray. Nikamwambia sina hela ya visa. I said I don't have money for the Na najua visa. Marekani watanipa visa. And I know Americans will not give me the visa. Sasa mimi nitaamka asubuhi. I'll wake up in the morning. Nitampigia fulani. I'll call someone. Nitamwambia mwanangu, I'll tell him my son. nikopeshe 300,000. Lend me 300,000. Nitazirudisha. I'll bring back. Akiniambia baba nakupa, If you tell me that I'm giving it to you, basi nitazipokea. I'll receive it. Lakini akisema hana, siombi mwingine. If he says I don't have, I'll not ask anyone else. Kaamka asubuhi. I woke up in the morning. Kapigia simu. I called. Akaniambia baba, Told me that
Tena nina bahasha yako. On top of that, I have an envelope. Ofisini. It has been here in the Mwezi office mzima. 1 month. Nikamwambia basi bahasha naitaka. Hapo simwambia nataka chochote. I will not ask him I don't. Nikamwambia bahasha naitaka. I told him bring that envelope to me. I did it. Hela ndogo. Lakini kumwambia mtu ashaniambia nina bahasha, nimwambie tena nataka hela kana haiwezekani. Bahasha inakuja ina 400,000. The envelope had 400,000. Nikaenda balozi. I went to the embassy. Nikajaza fomu nikalipa hela. I filled the form. I paid. Na nikapata appointment ya kesho yake. I got an appointment of the next day. Nikafika pale. I went to the embassy. Akuta wadada tuko pale, wadada 3 wako pale. There are 3 ladies there. Wewe mbona hauna wako wanatetemeka? Wanasubiri kwa dirisha kwamba kwa sababu wa kwanza kaondoka akaruhusiwa amenyimwa pili. Watatu bila kwa mtu wa 8. Mtu mmoja katika watu 8 kapewa. Only one person among 8 was given. Sasa mimi ndo nafuata. I'm the one now following. Mimi nilipofika wale mabitu wananingangania. Kabla mimi ni mchungaji sina hofu. Ulishakwenda kabla sasa kwenda. Have you gone? I told them I'm a pastor. Kama mnastahili Mungu awape. In the name of Jesus, if you deserve, let them give you the permission. I was called in. I went there. At the window. Unaweza tamka jina lako vizuri. Nikamwambia ndio. Afu mimi ni mtu wa tabasamu, katabasamu kidogo, kaambia yes. I gave a good smile. Kaambia my name is Abdul Kidaya Finanga. Sasa can you repeat again? Yes. Rudia tena. Abjad. So abjad. Kisaikolojia ukiongea na kansela akacheka, umeshafanikiwa. Amen. Akacheka. Hakuuliza swali lingine, akaniambia karibu Amerika. He told me welcome to America. Sina hata shilingi 100. Imebakia ile hela ambayo kwanza nimeweka mafuta, ile ambayo nimepewa na yule kwenda pale ubalozini. Sasa nikampigia mke wangu, nikamwambia mke wangu niko nje, akaniambia wameninyima. Akasema Mungu alinionyesha wamekupa visa, kwa hiyo Mungu akiwa Mungu. I came and told my wife I've been rejected. Wakati anasema hivyo, God told me you have a visa and my God cannot lie. Yupo na mgeni mmoja alitoka Kampala anaitwa mchungaji Robert. Alitoka Kampala. Wako naye pamoja, anampeleka Samuel kumwonyesha. She was with one friend from Kampala. They were together. Tanzania. They are going to pick something from Tanzania. Sasa yule bwana akamwambia, nipasa akamwambia ndio. Akamwambia okay. Amepata visa, akamwambia anasema pale lakini atakuwa amepata. Sasa bado akajampa simu. Nikamwambia nakutania nimepata. Yule anamwambia nipe simu niongee naye kama amepata. Akaniambia pastor, nauli ya kukupeleka Marekani na kurudi, even kama nataka kukaa hotelini, I'll pay it for you. I'm paying the air ticket to go and come back. And even if you are going to stay in a hotel, I'm going to pay everything. Amen. From there. Kutoka hapo. Sijawahi kusafiri kuna nchi yote dunia hii. Nikatoa langu mfukoni. I've never traveled in any land and I pay from my pocket. Nikiwaza tu nasafiri. If I just think that I'm going to travel, watu wataleta pesa. People will bring money. Alafu sio washirika wangu. They are not the members of the church. Sina magari sasa hivi, sina magari kama ya kwangu nilinunua zamani mazuri. Lakini magari yote nilionao sasa, hakuna gari moja hata moja namba 3 hatakuja nilionunua hakuna. There's no good car that I have right now that I've bought with my money. Hakuna ambayo nimenunua na mshirika. Labda IC ambayo imetoka kwa Pastor Dani. Nissan moja ni nani? Kila mtu anakuja anapaki gari hapo. Mmoja alikuwa South Africa, akanunua gari kutoka nje, akaleta akaweka hapo, akasema hii gari ni askofu. Kaondoka. This one came, bought a car, put it there, said this one is for bishop, and he left. Lakini mnaweza kuona Mungu alikonitoa. But you can see where God has brought me from. Unaweza kuona Mungu alivyotumia udhaifu wangu kunifanya. You can see how God has used my weakness to make me something. Kuna kipindi na kwenda bungeni kuombea wabunge, kufanya nini, There's some session where I go to the parliament to pray for the members of parliament. Na mimi naambia mkome kwa jina la Yesu. Ni wabunge naambia komeni kwa jina la Yesu. I go there and warn them in the name of Jesus. Nimepitia yote. I've passed through a lot.
udhaifu wako your weakness, ndio nguvu yako. that is your strength. Kwa sababu Mungu anautazama udhaifu. Because God is looking at that weakness Apate kukuinua. so that He may lift you up. Kwa hiyo nakuomba, I'm beseeching you. ukipitia majaribu, If you're passing through trials, usikate tamaa. don't give up. Hata mimi sijafika bado. I have not reached yet. Nilikuwa naangalia kwenye nani leo, yani foleni ya makanisa yanayofunguliwa ndani ya hizi wiki mbili tatu, nafikiri kufika makanisa 10. I've been looking at how many churches are being opened this week alone. There are more than 10. Niko hapa sina pesa. Here I don't have money, Makanisa yanafunguliwa kwa pesa. but churches are opening there. Niko hapa sina pesa. I'm here, I don't have money. Hata nilikuwa kufunguliwa sababu mtana watu wako, hata nilikuwa naambia watu naona wanapambana kujenga. Majengo yanajengwa na watu wanasema People are struggling to jengo hili build sasa, jengo la choo hichi tunaongeza gorofa juu kwa ajili ya watoto kusomea. Kwenye kile choo wamebadilisha sasa hivi ni gorofa. We are adding we are building a flat for the Sunday school. Wamebadilisha sasa hivi kila jengo ni gorofa. They have added that toilet washrooms now on top of it will be Sunday school. Na si washirika wenye pesa. Kwa maana sasa niko sio primary nafikiri mlikuja. Sio zote primary. Lakini siko katika eneo la watu wazito. Lakini wale ambao Mungu amenipa. But for those that God has given me, wanafanya kwa ajili. They are doing for His sake. Usikate tamaa. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Bado Mungu yupo kazi. God is still at work. Lakini unaona nabii alipotoka makubwa hapa. Jana nilipata nabii mzuri sana. Yesterday I received a wonderful prophecy. Na nabii mwingine nimenong'onezwa. And I've been told another prophecy. Isikiza niwaambie. Here, let me tell you. Kabla sijalala. Before I sleep. Mungu atafanya yote aliyokusudia. God will do everything He has promised. Amini kabla hujafa. Believe that before you die, Mungu atafanya yote. God will do something. Swala ichukie dhambi kama maji. Hate sin like fist. Yes, hata Paulo anasema hivi. Hata Paulo anasema hivi. Ninachukia dhambi. I hate sin. Nachukia dhambi. I hate sin. Miongoni mwa wachungaji niliwahi kusimama hadharani nikasema mbele ya maaskofu. Among the bishops, pastors, I stood one day and said, nikamwambia siku nikitoka kwamba nimetoka nje ya ndoa yangu. Kama wakati nikijana I told them one day if I'll be found I've gone outside my marriage and I was still young. Kabla sijaenda kumchafua huyo binti. Before I go and defile that daughter au huyo mama or that woman, ni heri nife kabla sijafika. It's better I die before I reach her. That is my covenant with you. Hiyo ndio agano yangu na Mungu. Mimi nataka tulikuwa hela za aibu tuleta miguuni mwa mitume. Yaani mimi nikisema leteni. Hata kama watoto kama sasa hivi kama kina nani hata sasa hivi wakipiga. Sasa hivi nataka ndege ninarudi. Hata siulizi swali kila pasa gani. Hauwezi kuuliza swali. Wanaambia baba tunakata ndege, naambia na mimi nakwenda na basi. Then what do you want? If I say I want to go to the plane, kwenda na basi. Tena nikaja na basi nikapata shida kuliko hiyo. Nikaanza kubadilisha mawazo nikirudi kwamba nibadilisha. Lakini mwisho akasema hapana, nitarudi na basi. Nini? Mungu anafanya hivyo, nisikuchosha lakini kwambie Mungu anafanya. Nimejaribu kushuhudia ile niliyopitia. Lakini kwambie ndugu yangu, silaumiki kwa chochote. Silaumiki kwa shirika, silaumiki kwa wachungaji wenzangu, na chochote wakifanya lazima wataniita tu. Wataniita tu kwa sababu jua kuna mtu yuko pale ambaye ni sahihi. Lakini yote ya nini? Mungu alinitengeneza kwa maumivu makubwa sana. God made me a lot of pain I had gone through. Kuna kati na kutia maumivu lakini Mungu ananiepusha na maumivu. There are so many times I pass through pain. Nimalize kwa kusemaje? Niwatie moyo, tupambane na kazi ya Mungu. Tusikate tamaa. Mpaka Marekani imefunga fellowship. Amen. Na inafanya kazi vizuri kwetu. Na mmoja wa wana fellowship kesho tutakuwa naye atakuja kutembelea. Ni Mkenya yuko hapa. Sasa jamani, unataka Mungu akufanyie nini? What do you want God to do for you? Familia yangu sasa hivi leo nitenga. Sasa hivi kila mtu akinyanyuka asubuhi. My family that rejected me, when they wake up every morning, I'm the first person they call. Lakini dada zangu na kaka yetu, our brother,
Kaka zangu wakubwa, kaka yetu. Mimi ndio mdogo lakini kila wakati wanapiga my brother. Tukifika kwenye kikao wote wanatulia wanasikiliza. When we are in a meeting, they keep quiet, they listen to us. Hujaokoka bure. You are not born again for nothing. Hujaokoka bure. You are not born again for Ruhusu nothing. Mungu akufinyange. Allow God to mold you. Watu wamuone Mungu kupitia So wewe. that people can see God through you. Simama kwa miguu yako miwili. So, Na wale ambao ule tufuke na wale